Sijui kama ingekuwa kwako msikilizaji ungefanya nini? Yaani umeenda mjini na mtu uliyefikia kwake na upo kazini kwake, mnaishi pamoja, alafu mtu ambaye umetokea kumpenda kwenye eneo hilo hilo na mkaanza mahusiano yenu na kama hata siku 3 tu. Unapata ama unafahamu ya kwamba huyo rafiki yako ambaye ni mfadhili wako hapo ulipo, yeye mwenyewe anampenda huyo mtu. Sasa mnadhani hapo kuna kuelewana kweli? Alafu mbaya zaidi huyo mtu ndio yeye anakupenda sana wewe kuliko rafiki yako ambaye umefikia hapo kwake ama ndio upo kazini kwake. Unadhani kutoka kuna usalama hapo kweli? Hata kama mlikuwa ni mabesti, mashosti, manini, unadhani kuna usalama hapo? Sasa msikilizaji, hiki ndicho ambacho kimemkuta rafiki yetu Ramso. Tayari ameingia kwenye mahusiano na binti ambaye of course ni mtoa huduma kwa chakula ambaye ni Monica, na tayari pia Jordan ye mwenyewe anampenda Monica na alikuwa anasubiri tu alete chakula amwambie namna gani anampenda. Sasa Jordan akasema ya kwamba ushachelewa kaka, tayari huyo ni shemeji yako. Maneno ya Ramso alimchanganya sana Jordan, maana Monica alikuwa kwenye mpango yake. Sasa hali itakuwaje msikilizaji? Tukumbuke pia Sugar Mama naye ni kama anampenda hivi. Target yetu kubwa ni kuona vipi siku akija kukutana Ramso na Shani itakuwaje. Na kujina Lucas Lumba, tunasonga mbele. Basi Jordan akasema, Rams, unasema kweli? Ya, serious kaka. Sasa kwa nini nikudanganye? Sema kia Mungu. Kwa hiyo kaka uniamini sio? Wewe pia ili niamini kama kweli Monica ni demu wako. Kwa pia ni dhambi kaka. Subiri Moni aje, nitakuthibitishia kwa vitendo ili uamini. Hapo sawa nitaamini, ila kwa maneno hivi siwezi kuamini. Kabla hajamalizia sentence yake, Monica akaingia pale kibandani. Baada ya kufika ndani, Monica alimkabidhi Jordan kikontena chenye supu na mandazi kama alivyoagiza. Baada ya kukabidhi akageuka ili aondoke, lakini akaitwa na Ramso na kuombwa atulie kwa sekunde kadhaa kwanza. Monica alishtuka, lakini akasimama kwa ajili ya kumsikiliza Ramso. Basi Ramso akasema kwamba Monica, naomba nikutambulishe kidogo kwa rafiki yangu ili kuanzia leo akikuona basi ajue ameniona mimi. Ramso alizungumza maneno hayo kisha akamtazama Jordan. Saiba, huyu ndo shemeji yako kuanzia sasa. Naomba tumkaribishe kwenye familia kwa mikono miwili. Maneno ya Ramso alimchanganya Jordan kwa mara nyingine, maana alipata uthibitisho aliokuwa anautaka. Lakini licha ya kupata uthibitisho, ila Jordan bado hakuridhika kabisa. Hivyo akamuuliza Monica ya kwamba, Monica, ni kweli anaosema rafiki yangu kwamba wewe ndo shemeji yangu, ni kweli? Monica kajibu kwamba sasa mimi nijibu nini tena jamani wakati rafiki yako kashasema. Akashasema, lakini sisi marafiki mara nyingi tuna kawaida kufanyana utani. Kwa hiyo mimi siwezi kuamini kauli ya rafiki yangu kwa asilimia zote. Ukiongea wewe basi mimi hapo nitaamini kabisa kwamba wewe ni shemeji yangu na nitapata nguvu ya kuzungumza nawe kila siku. Niseme tu kwamba mimi ni shemeji yako kweli. Adhani sasa umeamini hapo sasa nimeamini. Sawa, unaweza kwenda tu shemeji. Monica kaondoka pale kibandani na kuacha marafiki wawili. Wewe Ramsey, ulimwambia nini ule manzi? Mbona ghafla sana? Yaani siku 2 tu umekaa ofisini tayari umeshamnasa mtoto watu. Kawaida tu mwanangu. Nafikiri huyu Monica ndo mwanamke wa hadhi yangu. Huyu kidogo unaendana naye, sio yule juju. Ila nikwambie tu mwanangu, hata yule Monica sio wa bei rahisi kivile. Kwa hiyo utafuta pesa tu kwa kuwa demo wako ni mzuri na anavutia. So kumbuka ni wanaume ni wengi wanaomcheki. Naelewa sana rafiki yangu. Na naamini kabisa zamu yangu kupata itafika, kwa hiyo naendelea kupambana. Basi bwana. Baada ya kuzungumza hivyo, mteja wa kwanza kabisa kwa siku hiyo alifika pale ofisini na kufanya maongezi ya Ramso na Jordan kumalizika. Jordan alichukua jukumu la kutoa huduma kwa yule mteja wa kike. Hazikupita dakika nyingi, mteja mwingine akafika pale ofisini.
Ramso naye akachukua jukumu la kutoa huduma kwa mteja. Hapo sasa kila mtu akawa bize na mteja wake. Taratibu kabisa masaa yakawa yanasonga huku wateja wakiingia na kutoka pale ofisini. Majira fulani ya saa 11 jioni, ofisi ilikuwa imepoa. Hakukuwa na mteja yeyote pale kibandani. Ramso pekee ndo alikuwepo pale ofisini, huku Jordan akiwa kwenye grocery fulani vijirani kabisa na kibanda chao akitazama mechi ya mpira wa miguu. Wakati Ramso yupo ndani ya ofisi yao ya kucha, ghafla Jordan akafika mkuku na kumfanya Ramso ashtuke. Ramso akauliza kwamba Jordan, vipi, mbona sikuelewi kaka, unakimbizwa nini? Sikia mwanangu, Bob Junior yupo pale dukani kwa Juju. Tena yupo muda huo. Kufanya chap mwanangu, nenda uko naye, maana hii ndio fursa mwanangu, kwa hiyo fanya mazingira uende uko naye. Moyo wa Ramso ulishtuka kufuatia taarifa ya Jordan. Ramso akasema kwamba oya, unasema kweli kaka? Yaani una hakika ni Bob Junior kweli? Mwanangu kaka mimi na hakika mwanangu. Kwa nini mimi nikutanie sasa? Toka hapo nje, tazama dukani kwa Juju mwanangu. Utaliona gari dogo hivi lenye rangi nyekundu limepaki. Hilo ndio gari la Bob Junior mwanangu. Mimi nalijua vizuri sana. Na ametupita pale grocery akiwa amefungua kioo. Basi nipeleke basi nikaongelee mwanangu. I say Rams, hapo una fail mwanangu. Hapa tukiondoka wote naye sasa tabaki hapo ofisini. Sikia sasa, wewe nenda kaongee naye sawa? Mimi nalinda ofisi. Fursa ya kutoka kimziki ndio hii kaka, hakuna nyingine. Poa, ngoja nikaongee naye sasa. Ila una hakika ni yeye kweli Bob Junior? Oya, Rams unajua unazingua Hivyo nataka mimi nitumie kiungo gani kuongea ukaelewa? Poa mwanangu, ngoja niende. Basi Ramso akapiga hatua kuelekea kwenye duka la Juju ambapo gari la Bob Junior lilikuwa limepaki pembeni yake. Wakati Ramso analifuata na kulikaribia lile gari, Juju naye ndo alikuwa anatoka dukani na kulisogelea lile gari. Juju alikuwa kwanza kufika kabla ya Ramso, na alipofika tu akafungua mlango na kuingia ndani ya gari. Gari likawashwa, lakini kabla halijang'oka, Ramso akatia mguu na kuanza kugonga kioo huku akita brother, mimi ni shabiki wako brother, naomba kuongea nawe brother. Baada ya sekunde chache kioo cha gari kikashushwa, na hapo Ramso akakutana uso kwa uso na msanii Bob Junior akiwa amekamatia usukani, na pembeni yake kuna mrembo Juju. Miwani yenye rangi ya pink ilikaa vyema usoni, cheni mbili za dhahabu zilining'inia shingoni, saa gharama mkononi, huku pete za thamani ziking'ara vidoleni. Huyo ndo rais. Sio rais wa serikali, bali ni rais wa masharobalo dunia nzima. Mpangilio wake wa mavazi na muonekano kwa ujumla unaonesha anastahili kuwa kiongozi wa masharobalo bila kura za kupingwa. Anaitwa Bob Junior. Warembo wa jiji wanapendelea kumuita Mr. Chocolate Flavor. Sasa uso kwa uso kati ya Bob Junior na Ramso ikamfanya Ramso apate uoga kidogo. Haikuwa rahisi kwake kupata ujasiri mbele ya mtu maarufu ambaye alizoea kumuona kwenye TV. Sasa Bob Junior akauliza kwamba una shida gani mister? Ramso akasema kwamba samahani kaka, mimi ni shabiki wako mkubwa sana. Bob Junior akasema sawa, kuna kingine unachotaka kuzungumza zaidi ya hicho? Ramso akasema ndio kipo. Bro, mimi najua kuimba. Naomba support yako ili niweze kurekodiwa kwenye studio yako kaka. Ndoto yangu kubwa ni kufika Sherobaro Records ili unitengenezee beat kaka. Ramso alivyozungumza hivyo, Bob Junior na Juju wakatazamana, kisha Juju akacheka kwa dharau. Hani, unaona sasa? Nilikwambia tuondoke, huyo hana cha kuongea zaidi ya kutupotezea muda. Oya, wewe mbandika kucha wewe. Kuimba sio rahisi Kuimba sio rahisi kama kubandika kucha na kupaka rangi. Wewe na muziki wapi na wapi? Hani, hebu weka gia tuondoke. Afu kuna kitu nitakwambia kuhusu jamaa. Maneno ya Juju yalimuumiza sana Ramso. Ni wazi kabisa Juju alikuwa anamchukia sana Ramso. Bob Junior alimtazama Ramso kisha akamwambia kwamba sikiliza boy, issue zote zinazohusu kazi njoo ofisini kwangu, sio kuniambia mtaani. Next time ukiniona mtaani na kula good time, usinisimamisha na kuniambia habari kama hizo, sawa? Mimi sifanyi biashara ya kuuza sumu ya panya mtaani. Mimi ni brand kubwa sio kitoto. Na nina ofisi najulikana. Kama unahitaji kufanya kazi na mimi, njoo studio bana. Tena uje siku za kazi utanikuta. Basi Bob Junior alizungumza maneno hayo kisha akafunga vioo vya gari
Akatia gia na taratibu kabisa gari ikaanza kuondoka. Ramso alibaki amesimama huku akilisindikiza kwa macho lile gari. Naam. Upande wa pili nyumbani kwa Mr. Zungu. Familia bwana ilikuwa tayari kwa ajili ya kusafiri kuelekea nyumbani kwa Mr. Ahmad. Walipopewa mwaliko wa chakula cha usiku, Mr. Zungu na mkewe walikuwa wa kwanza kuingia ndani ya gari huku wakiwasubiri wengine. Jamani. Huyu mtoto anafanya nini tena huko ndani? Mbona anatuchelewesha tena wakati tulishamwambia kabisa ajiandae mapema? Mimi nilitegemea tu lazima hivyo bwana. Huyu Najima anapenda yani kufanya kila anachotaka yeye, sio anachotaka watu wengine. Hapa tusipokuwa makini tutakuja kuumbuka mke wangu. Hebu nenda kamwangalia anafanya nini huko chumbani. Basi hao walikuwa ni maongezi kati ya Mr. Zungu na mkewe wakiwa ndani ya gari wanamsubiri Naji. Kabla mke wa Mr. Zungu hajateremka kwa ajili ya kwenda kumtazama Naji, Najma ndo alikuwa anatoka ndani muda huo. Alitembea mwendo wa kawaida sana kulifuata gari huku akionekana hana furaha. Alipolifikia gari, akafungua mlango wa nyuma na kupanda. Baada ya Naji kupanda, Mr. Zungu akawasha gari na kumfanya Naji ashtuke kidogo. Najima kwa mshangao kuuliza kwamba baba, sasa tunaondoka sisi tu, wengine wapo wapi wakati mlisema familia nzima tunaondoka? Basi akajibiwa kwamba sasa Najima, familia yenyewe si ndio sisi kwa sasa, unamzungumzia mwingine nani tena? Kakako Shabani sasa hivi amejitoa kwenye familia bwana, maana tayari ana mji wake huko. Najima akasema kwamba hapana, hiyo sio sababu ya msingi baba. Kaka Shabani hata kama ameoa ila bado ni mtoto wenu na yupo kwenye familia yetu, Paka sasa bado tunaishi wote na mke wake hapa ndani tupo naye, sasa kwa nini iwe hivyo? Bwana wewe. Ni wiki ijayo kaka yako anahamia kwenye nyumba yake na mke wake. Kakako tayari ameshaiacha familia na kwenda kuanzisha familia mpya. Mazungumzo hayo yalikuwa yanafanyika wakati gari limeshatoka ndani na kukamata barabara kuu. Najima alishaelewa kila kitu kuhusu ile safari. Alijua kabisa kuna mpango umeandaliwa kwa ajili ya kumkutanisha na Razak ili wamjaze maneno ya ushawishi. Mpaka kufikia majira ya saa 12 jioni, wakafanikiwa kufika Masaki ndani ya nyumba ama kasiri ya Mr. Hamadi. Walipokelewa na kukaribishwa ndani kama wageni. Familia nzima ya Mr. Hamadi ilikuwepo pale ndani siku hiyo. Waliketi sebeni na kuanza mazungumzo huku wakisindikizwa na vinywaji. Mr. Hamadi, mkewe pamoja na kijana wao Razak ndio watu pekee wanaounda ile familia. Kulikuwa na dada wa kazi mmoja pamoja na mlinzi wa geti. Pale sebeni story kubwa ilikuwa ni kuhusu masuala ya biashara. Wazee walijaribu kuwaelezea vijana wao namna wanavyotakiwa kuendesha biashara kwenye nyakati tofauti ili kuepukana na anguko la kiuchumi. Wakagusia pia umoja unaotakiwa kuundwa kati ya vijana wao ambao siku chache zijazo walitakiwa kuachiwa kampuni waendeshe. Wazazi wa pande zote mbili walionyesha kiu kubwa juu ya ndoa ya vijana wao. Mr. Hamadi alitamka wazi kwamba kama Najima atakubali kuolewa na Razak, basi atampatia mkwe wake zawadi ya gari jipya aina ya Range. Ni gari linalogharimu zaidi ya milioni 300 ya Kitanzania. Najima alikaa kimya akifuatilia mazungumzo hayo bila kujibu chochote. Kile kilichokuwa kinaendelea ndio kitu ambacho alitarajia kitatokea. Kadri stories zilivyokuwa zinapigwa ndivyo muda ulivyokuwa unasonga. Yalipofika majira ya saa 1 kamili, story zilihamia kwenye chumba cha kulia chakula, yani dining room. Vyakula vya kutosha vilimwagika mezani kama ujuavyo familia za kitajiri zinapokuwa na jambo lao. Kila mmoja alikula mpaka kusaza. Baada ya chakula kumalizika, wakarudi tena sebuleni sitting room kuendelea na story. Sasa uliwadia muda wa wakubwa kuzungumza faragha bila kuwashirikisha vijana wao. Razak na Najma wakaambiwa watoke nje mara moja ili kuwapisha wazee waongee mambo yao. Huu ulikuwa ni mpango mahususi wa kuwapa nafasi Razak na Najma wazungumze, yani wazungumzie hatima ya wao kuoana. Razak na Najma wakatoka ndani ya nyumba huku Najma akiwa tayari ameshaelewa dhumuni la wazazi. Walipofika nje, Razak akaanza kumzungusha Najma ndani ya eneo la ile nyumba huku akimuonesha vitalu vya vibustani. Walitembea mpaka kwenye bwawa la kuogelea na hapo wakafunga breki, kisha Razak akamwomba Najma aketi. Najma alitaka kugoma, lakini akakumbuka aliambiwa na wazazi wake asiende kufanya tukio lolote
la kumchukiza Razak na wazazi wa Razak, kwa sababu ile ni siku special kwa familia zao. Ni siku ya kufurahia, kwa hiyo atulize wenge na misimamo yake. Baada ya kukumbuka maneno hayo, Najma akaketi kama alivyoambiwa na Razak. Razak akatoa chocolate mfukoni kisha akampatia Najma. Najma alitazama ile chocolate kwa sekunde kadhaa kisha akaipokea. Razak akasema kwamba hiyo ni kwa ajili yako Najma. Asante. Mimi niseme tu ya kwamba Najma, yani hebu fungua basi kwanza sana, nataka nikuone ukiwa unakula. No, kwa sasa sijisikii kula chochote. And unfortunately mimi sio mpenzi wa vitu vyenye sukari, especially chocolate. So kwa kuwa ni yangu umenipa, basi nami nitaenda kumpatia mtu, maana ningekataa basi ungehisi nimekudharau. Sawa, hakuna shida. Razak alijikuta anaumia sana kuona zawadi yake haina maana yoyote kwa Najma. Yote kwa yote akazika maumivu yake moyoni bila kuyatoa nje. Najma, naomba uniambie kitu gani nikikifanya kwako au kwa binadamu yoyote kwenye hii dunia basi utanipenda na kukubali kwa mke wangu. Niambie tu Najma, mimi nipo tayari kufanya kitu chochote kile kwa ajili yako, ili mradi tu unipende mimi. Yaani mimi nipo tayari hata kukuachia hisa zangu kwenye kampuni ya baba yako, au kununulia tu chochote unachokitaka, ili mradi tu ukubali kuwa na mimi. Niambie Najma, yaani nikununulie nini ili moyo wako uridhike kuwa na mimi? Pesa zipo za kutosha, wewe niambie tu unataka nini? Razak alizungumza maneno hayo kwa hisia kali za mapenzi. Muda wote Najma alikuwa makini sana kumsikiliza Razak. Razak, money can buy anything but not everything. Pesa inakuwa na thamani kulingana na mazingira na uhitaji wa mtu. Unaweza kutumia pesa kununua upendo kwa mtu ambaye ana uhitaji mkubwa sana wa pesa au tamaa ya pesa. Mtu kama huyo ukimpatia pesa basi atakuweka moyoni dakika hiyo hiyo. Lakini katu abadani, pesa haiwezi kununua mapenzi kwa mtu ambaye tayari ana pesa na ameridhika na kipato chake. Mimi nikwambie tu Razak, kwa kuwa mapenzi hayauzwi dukani, basi hakuna kitu unachoweza kununulia kwa pesa na kikanifanya nikupende. Sawa, mimi najua pesa sio shida kwako Najma. Niambie basi, yani nifanye nini ili unipende? Unajua nimekusubiri kwa miaka mingi sana Najma. Kikweli mimi naumia sana kwa ajili yako kiasi kwamba ni natamani hata kufa. Wewe niambie tu nifanye nini ili unipende Najma. Razak, kitu sichokijua ni kwamba mapenzi hutokea automatically bila kuforce. Kadri unavyotumia nguvu kupush kupendwa, ndivyo unavyojipunguzia thamani kwa mtu unayempenda. Unajua kupata ndoa au mwenzi wa maisha ni hatima iliyopangwa na Mwenyezi Mungu. Na kama unavyojua hatima haiwezi kupanguliwa na mwanadamu yote. Kama imepangwa mimi kuwa wako, basi nitakuwa tu bila hata kutumia nguvu zako wala msukumo wa wazazi. So wewe relax. Ombi lako kwangu limefika, acha liendelee kushughulikiwa taratibu. Lakini niwe tu mkweli kwako Razak, mpaka kufikia muda ni kwamba, yani mpaka kufikia muda huu ni kwamba sina hisia zote za mapenzi juu yako Razak. Aisee, Najma alitumia staili ya panya anayeng'ata na kupuliza kufikisha ujumbe wake kwa Razak. Yaani anamwambia kwamba jibu lako nimelipokea na unipatie muda na lishughulikia. At the same time anamwambia kwamba aisee, yani sina hisia zote za mapenzi juu yako. Kwa hiyo ni kama vile alimfunga Razak bandage kwenye kidonda kibichi, na alipomaliza kumfunga akakipiga ngumi kidonda chenyewe. Razak alijikuta anapata maumivu kwa mara nyingine katika harakati zake za kumlazimisha mapenzi. Naam, msikilizaji, upande wa makumbusho huku majira ya saa 1:30 usiku, wakati Jordan yupo busy na mteja wa kucha ofisini, Ramso alikaa nje na kipenzi chake Monica, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa mahusiano yao. Mpaka kufikia muda huo, ofisi ya chakula ya kina Monica ilikuwa imeshafungwa na kila mfanyakazi alisharuhusiwa kurudi nyumbani kwao. Monica yeye kabla hajaondoka alimpitia Ramso ili waagane, maana tayari
walishakuwa wapenzi, hivyo isingekuwa vyema kama angemwaga juu tu. Kuagana kwao kuliibua story kadhaa zilizompelekea Monica achelewe kuondoka. Wakati wanaendelea kupiga story, ghafla simu ya Ramso ikatetema mfukoni kuashiria message imeingia. Ramso akaitoa simu kisha akaifungua message na kusoma. Message iliandikwa ya kwamba, kaka Ramso, shikamoo kaka. Mama anaumwa sana na hivi ninavyokuambia yupo hospitali. Hapo hospitali inahitajika 30,000 ya malipo ya awali ndipo aanze kumtibu mama. Baba hana pesa kwa sasa, hata pesa ya usafiri mpaka kufika hapo hospitali amekopa kwa mzee Niucho. Kaka kama una pesa basi fanya maarifa ili mama apate matibabu. Ni message kutoka kwa Hafidh. Nadhani mnamkumbuka Hafidh ni mdogo wa Ramso. Message hiyo ilibadili sura ya Ramso kutoka kwenye furaha mpaka huzuni. Akili kaganda huku mwili ukiishiwa nguvu. Monica alishayaona yale mabadiliko ya Ramso, hivyo akajua kuna kitu hakipo sawa. "Ndio vipi? Mbona kama upo sawa? Kuna nini?" Monica aliuliza. Na Ramso kujibu kwa mdomo badala yake akamuonesha Monica ile message. Monica akasoma ile message na kujikuta anaingiwa na huzuni. Pole sana dia. Maradhi na homa ni sehemu ya maisha yetu sisi wanadamu. Kikubwa kwa sasa tuombe dua tu kwa mama ili hali yake iwe sawa. Na pia tuhakikisha kwamba tunatumia hiyo pesa matibabu, maana hospitali zingine bila pesa. Yani mgonjwa wako hapati matibabu kabisa. Monica alizungumza maneno hayo huku akiwa amemshika bega Ramso. Ramso aliamua kumpigia simu mdogo wake ili apate taarifa kwa upana zaidi. Kile alichoambiwa baada ya kupiga simu ndo kikazidi kumnyongonyesha mwanaume. Ramso alijinamia chini huku akiwaza kuhusu pesa, maana hakuwa na kitu mfukoni kwa wakati ule. Monica akamuuliza Ramso ya kwamba, baba, unawaza nini sasa? Basi Ramso akasimama kisha akamwambia Monica amsubiri pale nje mara moja. Baada ya kusema hivyo, Ramso akaingia ndani ya ofisi kwa ajili ya kuzungumza na Jordan. Kwa bahati nzuri, yule mteja aliyekuwa anahudumiwa, huduma yake ilikamilika, hivyo akalipa na kuondoka. Ramso sasa akapata wasaa mzuri wa kuzungumza na Jordan. "Hoya kaka, kuna shida kidogo imejitokeza." Shida gani tena mwanangu?" Ramso akampatia simu Jordan na kumuonesha ile message. Jordan akashtuka kidogo baada ya kumaliza kusoma ile message. Rafiki yangu ama janga isekosa unafanyaje?" "Natakiwa kutuma pesa kaka, maana mimi ndo mtu pekee nayetegemewa na wazazi. Nadhani wewe mwenyewe unajua vizuri maisha ya nyumbani kwetu na afya zao kwa ujumla. Na mimi kwa sasa nakutegemea wewe Jordan, maana wewe ndo bosi wangu. Naomba unisaidie 30 tu niwatumie kwa ajili ya matibabu ya mama yangu." Iko kipengele sasa mwanangu. Unajua hapa na 32 tu mfukoni. Alafu kuna demo ana shida 20,000 mwanangu. Nataka nikamtumie sasa hivi tu, maana anaisubiria. Hiyo 12,000 na ubaki ndo pesa yetu ya kula usiku huu. Nauli ya kurudia nyumbani na kuja kazini kesho. Alafu kule ghetto umeme penyewe yani ni zamu yangu kulipa, si unaelewa? Sawa, yote uliyosema ni muhimu mwanangu, lakini hili langu lina muhimu zaidi kwa sababu lipo kwenye vita kupigania uhai. Kumbuka anayeumwa ni mama yangu mzazi kaka, ambaye hata wewe ni kama mama yako. Hiyo pesa unayotaka kumtumia demu, basi tumtumie mama apate matibabu kule hospitali, then kesho tutafosi pesa kumtumia demu wako. Ramzi, hiyo ngumu sana Ramzi. Maana unajua demu, yani mimi naamini demu hatonielewa kabisa. Alafu kizingatia mimi nampenda mwanangu Sasa nisipomtumia pesa anaweza kuniacha, maana ana shida na nilimwahidi leo usiku nikishafunga ofisi mimi nitamtumia. Kwa hapa jambo la msingi mwanangu, wewe jaribu tu kutafuta sehemu yoyote ya kukopa au mzee wako akakope tu hata kwa mtu yoyote, sisi tutalipa ndani ya siku 2 hizi. Mwanangu Jordan, hivi unaongea hivyo utafikiri yani hujui vizuri mazingira ya kijijini kwenye kipindi kama hiki cha masika kaka? Hiki kipindi pesa ni ngumu sana kaka pale kijijini. Sasa nani atenda kumkopa? Lakini pia mimi mwenyewe ni mgeni hapa mjini kaka. Unadhani mimi nitamkopa nani? Alafu kuna ile 20,000 alionipatia Madam Joy, ukaniambia ni kuazime, basi nipatie basi mimi nikaitume. Ile pesa mwanangu mimi nitakupatia mwanangu. Unaelewa, mimi nitakupatia. Maana ile juzi nilipotoka na ule demu nilitumia kaka. Ila usijali, mimi nitakulipa pesa yako ndani hizo siku 2. Hiyo mbaya sana mwanangu. Jaribu kubadili basi mwenendo wa maisha yako kaka. Yaani mapenzi yasikufanye ukasahau kujenga kesho yako. Kesho leo bora inajengwa na leo kaka. Hizo pesa unazowekeza kwa wanawake, ukiamua kuziwekeza kwenye ardhi, basi kesho unaweza kulala kwenye nyumba yako mwenyewe, sio kupanga chumba.
Hawa wanawake huwezi kuamaliza kaka. Maana kila siku wanazaliwa, tena unazaliwa zaidi ya hawa waliopo. Na kujua vyema Joda. Zamani haukuwa hivyo. Ila jiji limekubadilisha kabisa. Rudi kwenye uhalisia wako mwanangu. Ramzi, mimi sivuti pombe. Sinywi, sivuti pombe wala sinywi bangi. Kwa hiyo kilevi changu mimi ni madem. Mimi napenda madem kaka. Kama unavyopenda kuimba. Wewe rafiki yangu mwanangu. Ila naomba tu tusingiliane kwenye stare zetu. Mimi sivuti pombe wala sinywi bangi. Kwa hiyo kila mtu abaki na stare yake mwanangu. Poa, hakuna shida mwamba. Ramso akatoka nje ya ofisi kinyonge sana baada ya kukosa pesa kuituma hospitali kwenye matibabu ya mama yake. Alipofika nje akamkuta Monica bado akimsubiri pale pale alipomwacha. Ndia, naona umekuwa mnyonge sana. Vipi? Umekosa pesa ya kutuma hospitali ama? Ya, nimekosa kwa leo maana biashara haijaenda vizuri. Okay. Basi fanya hivi, mimi nina akiba yangu hapa, tunaweza kuwatumia huko hospitali then utanirudishia ukipata, maana nataka kulipa kodi siku 3 zijazo. Asante sana kwa msaada wako penzi changu. Nitajitahidi kadri niwezavyo kuirudisha ndani ya hizi siku 2 kabla tarehe ya kodi haijafika. Kuwa na amani baba. Hili tatizo letu sote. Hakukuwa na haja ya kunilipa, ila ni vile tu yani sina uhakika kupata pesa nyingine ya kodi kwa siku hizi chache. Alafu mbaya zaidi, mimi nalipa peke yangu. Yule rafiki yangu anarudi kijijini, maisha yamemshinda hapa mjini. Usijali mpenzi wangu. Wewe pia ni msaada mkubwa sana mambo umenitendea, kwa hiyo asante sana kwa kujali kuhusu mimi. Usijali baba. Huu ni wajibu wangu, kwa hiyo una haja kunishukuru sana. Hebu nipe namba ya kutuma pesa tumtumie kabisa, maana akiba yangu ipo kwenye simu. Okay, ngoja kwanza basi nimpigie dogo nimuulize namba ipi inapokea pesa. Basi Ramso akampigia simu Hafidh, simu ikaita na kupokelewa. Bila kupoteza muda, Ramso akamuuliza mdogo wake namba inayopokea pesa, kisha atumie namba ile ile wanayowasiliana. Baada ya mazungumzo hayo simu ikakatwa. Hakukuwa na muda kupoteza. Monica akamtumia Hafidh kiasi cha shilingi 32,000. Hapo sasa moyo wa Ramso ukapata afueni kidogo, licha ya kujua kuna gharama zingine zitafuata. Ramso alimshukuru sana Monica kwa msaada wake. Kwa kiasi kikubwa alipata uhakika wa 100% kwamba Monica anampenda kwa dhati. Kile kitendo kilimfanya Ramso ampende sana Monica na kumtazama kama mwanamke wa thamani zaidi kwenye maisha yake. Ni wadada wachache sana wanaoweza kubeba matatizo ya wanaume wao, kwani wengi huamini kwamba mwanaume hastahili kusaidiwa na mwanamke wake. Jukumu la matatizo ni kwake mwenyewe. Kama mwanamke msaada anaotoa basi ni kumwambia tu kwa maneno basi, lakini sio kwa vitendo. Wengi ndio wanaamini hivyo. Lakini kiuhalisia mwanaume huwa na mapenzi mazito sana kwa mwanamke anayempa support kwenye harakati zote za maisha. Unajua utaanza kusema tuna support wanatuacha. Sasa wewe angalia unaye support anakupenda na yeye mwenyewe ama anakupa muda wake, anakuonyesha kukuthamini. So naweka nguvu zako zote kwa mwanaume wakati unaona kabisa lijamaa lenyewe muda wote liko busy, halina time na wewe nini. So sex pekee haitoshi kumfanya mwanaume ampende sana mwanamke, kwa sababu ni kitu rahisi sana kupatikana kwenye ulimwengu wa sasa hivi. Ni very simple. Sex imekuwa rahisi kupatikana kuliko kitu chochote kutokana na uwepo wa wimbi kubwa la wanawake wanaouza mili yao. Tena ni wazuri na warembo zaidi ya wale wasiojiuza. Sex sio tena kitu cha mwanamke kujivunia mbele ya mwanaume wake. Nope. Kwa sasa hivi sio kabisa ni. Ikiwa mwanamke anahitaji thamani kwa mwanaume wake, basi ni lazima awe na kitu cha ziada ukiachana na mambo ya seksi. So, msikilizaji, na kukumbusha tu, wale wanaojiuza mili yao kwa buku 3, wengi ni wazuri wa sura. Wana rangi nzuri, warembo na wana mashepu ya Kituruki kuliko hata wewe kimbaumbau mwenzangu. Mfupi, mweusi alafu una matege. Hakikisha akili yako unatumia ipasavyo ili ikupe thamani kwa mwanaume wako na sio kutegemea kiuno pekee ndugu yangu. Zungusha binuko wezavyo. Hivyo viuno siku hizi vinapatikana kwa urahisi mno kuliko hata chakula na maji. Siku hizi mwanaume akiwa na buku tu anapata. Yaani tena wengine wanakopesha malipo baadaye. So kwa kuwa muda haukuwa rafiki kwa Monica, Ramso alimsindikiza mtoto wa kike mpaka kwenye magari ya Temeke alipopaki
na kumwacha baada ya kuhakikisha kwamba amepanda gari. Monica aliondoka huku Ramso akilisindikiza kwa macho gari alilopanda mtoto wa kike. Tayari moyo wa Ramso ulishazama mazima kwa mwanadada Monica na hakutamani kabisa kutengana naye muda ule. Kila alichokuwa akiwaza Ramso ndo hicho kilichokuwa moyoni mwa Monica. Ramso aliamini kabisa Monica amekuja kuziba ufa ulioachwa na Shani kwenye moyo wake. Alihisi kabisa sasa moyo wake umepata dereva sahihi ambaye ataufikisha nchi ya ahadi. Sasa je, ni kweli Monica ni mwanamke sahihi kwa Ramso? Watafika kweli nchi ya ahadi? Majibu yote yapo dakika inayofuatia msikilizaji. Tusonge mbele mpaka hatua ya mwisho. Majira ya saa 5 usiku Jordan na Ramso walikuwa kitandani wamejilaza mara baada ya kutoka kazini. Hakuna mtu kati yao ambaye alifumba macho na kulala usingizi mpaka kufikia muda huo. Jordan alikuwa busy na simu yake akichati na wachumba huku akiwa na tabasamu pana kwenye uso wake. Kama ujuavyo, mapenzi ya kidigitali walikuwa wanatumiana picha za utupu na hiyo ndio ilikuwa kawaida ya Jordan. Wakati Jordan anatabasamu na kufurahia picha za machupi-chupi za wapenzi wake, Ramso alikuwa na msongo mzito wa mawazo. Lile tukio la mama yake kuumwa ni kama vile liliamsha hisia za Ramso na kumkumbusha kuhusu ujio wake ndani ya jiji la Dar es Salaam. Alikumbushwa kwamba aliondoka kijijini na kwenda mjini kwa ajili ya kutafuta pesa ili aweze kuipambania familia yake. Ramso akajiuliza, inakuaje yupo mjini alafu anakosa pesa ya kumsaidia mama yake aliyelazwa hospitali? Na kwa nini akose pesa wakati kazi anafanya kila siku? Hapo ndipo alipojua kwamba kazi anayoifanya haiwezi kumpa kila anachokitaka licha ya kwamba pesa inaingia kila siku. Ramso alikumbuka namna Jordan anavyotumia pesa za ofisi kwa wanawake. Ni swala ambalo lilimuumiza sana kichwa. Na tunafahamu sana ukiendekeza chini pesa zinapotea sana. Kilichomuuma zaidi ni pale aliponyimwa pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yake kwa sababu ya malaya mmoja tu. Kile kitendo kilimuumiza sana Ramso na kumuona Jordan kama rafiki binafsi na asiyejali kuhusu matatizo yake. Wazo la kuingia studio likafika kichwani mwake kwani aliamini hiyo ndio njia pekee ya kutimiza ndoto zake kupitia kipaji chake. Alikumbuka maneno ya Bob Junior jioni ya siku ile kwamba, sikiliza boy, issue zote zinazohusu kazi njoo ofisini kwangu. Hiyo kumbukumbu kuhusu maneno hayo ya msanii Bob Junior ambaye pia ni mtayarishaji wa muziki ilimpa nguvu kidogo. Baada ya kukumbuka maneno hayo, Ramso akamgusa Jordan na kumwambia kwamba, "Wewe Jordan, hivi ulisema studio ya Sharobaro Records ipo wapi?" Jordan akasema, "Ipo pale Magomeni." "Okay, kesho nataka kwenda kujaribu bahati yangu. Vipi utanipeleka?" "Sasa mwanangu, tunaendaje Sharobaro Records bila pesa ya kurekodia? Uone kama tayari Juju kashakuharibia kwa jamaa." "Hapana mwanangu. Bob Junior nilizungumza naye vizuri tu. Aliniambia nifike studio. Jamaa anaonekana yupo peace sana, maana mimi naamini tu atanisupport yani." "Sawa. Kwa hiyo umeandaa nyimbo unazotaka kwenda kuimba? Tusio tunafika pale alafu mwanangu aanze kutetemeka mara nyimbo hazijafika mwisho." "Nyimbo zipo tayari. Alafu mimi sinaga nidhamu ya woga bwana ninapokuja swala la kazi hasa muziki. Unajua huwezi kuwa msanii kama hujiamini unapokuwa mbele za watu. Nyimbo ninazo nyingi sana kichwani na naamini moja kati ya hizo ni lazima ikubalike tu." "Basi poa mwanangu, kesho saa 4 asubuhi tutaelekea Magomeni. Sio mbali kutokea hapa. Ni vituo vitatu tu tunapita." "Sema nini mzee? Andaa nyimbo zako 3 kali kabisa ili ukipata nafasi ya kusikilizwa uziimbe hizo." "Hilo halina shida kaka. Naelewa kila kitu mwanangu." "Poa poa. Tupo pamoja sana maana wewe rafiki yangu mwanangu. Wewe ni rafiki yangu kabisa. Kama ukiwa star basi na mimi nitakuwa star. Huo ndio utakuwa muda wangu sasa wa kuruka na mastaa wa kike wanaojua kuoga na kunukia." "Yaani mwanangu, 95% bongo wako unawaza ngono tu." Sio 95. Ndio umezipeleka wapi kaka? "Ni 99 mwanangu." Hebu tazama hii picha hapa mwanangu. Check. Mwanangu kuna shemeji yako hapa mwanangu anatumia sasa hivi. Haya, kwa hii hali mwanangu mimi naanzaje kujitenganisha na chupi mzee? Jordan aliongea huku akimuonesha Ramso picha ya utupu iliyotumwa na mmoja kati ya wapenzi wake kwenye simu. Ramso alibaki anakodoa macho tu baada ya kuoneshwa ile picha. Stori ziliendelea mpaka walipopitiwa na usingizi. Sasa upande wa Magomeni ni ndani ya studio moja kurekodi nyimbo za muziki inayofahamika kama Sharobaro Records iliyopo maeneo ya Magomeni. Ramso na Jordan tayari walifika katika viunga hivyo ikiwa yapata majira ya saa 4 asubuhi. Ofisi ilikuwa wazi kwani kuna baadhi ya wasanii maarufu walikesha studio wakirekodi nyimbo. Baada ya kusubiri kwa zaidi ya nusu saa kwenye benchi, hatimaye Ramso na Jordan
wakapata nafasi ya kuingia ofisini kuonana na producer. Juu ya kiti cha kuzunguka kulikuwa na bosi anayemiliki ile ofisi ambaye ni msanii na mtayarishaji wa muziki anayefahamika kwa jina la Bob Jr. Mbele yake kulikuwa na kompyuta kubwa pamoja na vifaa mbalimbali vya kuandaa beat za muziki. Baada ya Ramso na Jordan kuingia pale ofisini, Bob Jr. akavua headphone alizokuwa amevaa ili awasikilize wateja wake. Ramso na Jordan wakaketi kwenye viti ili waweze kuelezea shida yao. Sura ya Ramso haikuwa ngeni machoni mwake na alikumbuka ni jana tu ndo aliweza kuonana. Basi Bob Jr. akasema kwamba semeni shida yenu bwana, nawasikiliza vijana na mambo mengi ya kufanya. Samani brother, bila shaka unanikumbuka. Ili jana tulikutana makumbusho. Tukaongea kuhusu kazi, ukasema nije ofisini. Baada ya Ramso kuongea hivyo, Bob Jr. akasema kwamba sikiliza mwanangu. Unajua unazidi kunipotezea muda wangu kwa hizo stories zako za kukumbukana Mimi naanzaje kukumbuka wewe wakati wewe sio demu wangu wala sio baba wa taifa Wewe sema shida iliyokuleta bwana tufanye kazi. Okay, samani sana kiongozi. Ila issue kubwa ilionileta hapa ni kurekodi wimbo kiongozi. Hayo ndo maneno sasa. Gharama za kutengeneza beat na kurekodi ni $1,000,000. Vipi, unayo pesa au umejipangaje? Kiongozi, mimi sijawahi kabisa kurekodi wimbo na sina kabisa management ya muziki. Mimi ni kijana kutoka katika familia kimaskini, sina kabisa uwezo wa $1,000,000 kiongozi. Nimekuja hapa kuomba support yako ili unipe nafasi ya kusikika redioni. Kwa sasa sina pesa, ila naamini kabisa muziki wangu utajiuza na nitapata pesa kulipa fadhila zako kiongozi wangu. Kikweli kabisa naamini katika kipaji changu. Kwa hiyo una pesa yote au sio? Ila unataka nipoteze muda wangu tu kutengeneza beat sio? Alafu unakia kwa kwamba unajua kuimba dogo? Ya, najua kuimba kiongozi, najua kabisa. Okay. Hebu imba kwanza nisikie huo muziki wako, labda nitashawishika. Baada ya kupewa nafasi ya kuimba, Ramso kupoteza muda, alikohoa kidogo na kisha akaachia mistari. Basi baada ya mistari kusikika Bob Jr. akasema kwamba huu ni uvivu tu wa kulima kudadeki. Kwa hiyo huu ndo muziki unaotaka nikutengenezee beat. Oya omboye, wewe kuimba ujui na hautokaa ujue. Muziki sio rahisi kama unavyofikiria mwanangu Muziki sio kitu kinachoweza kuimbwa na kila mtu mwenye kinywa mwanangu Ngoja nikushauri kitu mwanangu. Juju alishaniambia kwamba una ofisi ya kutengeneza urembo wa kucha. Kwa hiyo wekeza nguvu na bidii kwenye kucha mwanangu, utatoboa, sio kwenye muziki mwanangu, au sio? Kipaji chako ni kucha tu, sio kuimba. Alafu mimi nakupa onyo mwanangu. Sawa Usimsogelee Juju. Sawa kwa mara nyingine kabisa nakwambia kwamba usimsogelee Juju. Sawa? Au kwenda kumwambia siji kwamba unampenda. Ile pisi na garamio mzee. Sawa Usione napendeza ukaanza kuchukulia simple tu mwanangu, au sio? Hebu tena hapo wazee, mshanipoteza kwanza muda hapa bwana. Nendeni mkapendezeshe kucha za madem zetu huko bwana. Heshimuni muziki sio kwa kila mtu. Bob Jr. alimaliza kuongea maneno hayo, kisha kavaa headphones na kuanza kucheza kinanda. Ramso na Jordan wakainuka kinyonge sana na kwenda nje, maana tayari walishafukuzwa. Kwa hakika lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Ramso, ambaye miaka yote aliamini anaujua muziki, alafu anakutana na mtayarishaji wa muziki anamwambia hajui kuimba. So baada ya kutoka nje ya studio, Ramso na Jordan wakaongozana kuelekea barabarani kupanda gari. Ramso alitangulia mbele huku Jordan akifuatia kwa nyuma. Wakiwa wanatembea kuelekea barabarani, hakuna mtu ambaye alimwongelesha mwenzake tangu alipotoka studio. Hakuna. Kila mtu alikuwa anawaza kivyake kichwani. Na siku zote wanasema ya kwamba maisha bila unafiki hayaendi. Huwezi kuamini, Jordan alianza kumcheka Ramso kimya kufuatia ile tukio la kuambiwa hajui kuimba na kufukuzwa studio. Hata hapo kazini tu msikilizaji ulipo, unaona huyo best yako huyo, unajiona kwamba ni best rafiki Kazini hakuna rafiki ndugu yangu. Mfanyakazi mwenzako sio rafiki yako. So Ramso alikuwa akigeuka nyuma, Jordan anaacha kucheka na kujifanya na huzuni. Ramso akimpa tu Jordan kichogo, Jordan aliendelea kupia kucheka. Ramso alishtukia ule mchezo. Aligeuka nyuma na kuambia Jordan ya kwamba haina haja ya kuficha hisia zako kaka. Hebu kuwa huru kucheka, maana hili linachekesha sana. No, sio hivyo mwanangu. Unajua nini?
Mimi sikucheka kwa sababu umeambiwa hujui kuimba, ila kinachonichekesha ni ule ushauri uliopewa. Eti ongeza juhudi kwenye kubandika kucha. Ai kuna deki. Unajua yule Pimbi mwanangu anadharau sana mwanangu. Hivi anatuchukuliaje sisi Sikiliza kaka. Huenda yule jamaa yupo sahihi, kwa hiyo tunapaswa kuheshimu mawazo yake. Hii ndio dunia. Kila mwenye kinywa ana haki ya kuongea kile anachotaka kuongea, hata kama hakina uhalisia. Yeye akasema mimi sijui kuimba. Hilo mimi siwezi kupingana nalo kwa sababu hata yeye mwenyewe anaonekana hajui kuimba kwenye masikio ya baadhi ya watu. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kukubalika na watu wote duniani. Hata kama anachokifanya ni sahihi, hakuna. Huwezi kupendwa na kila mtu kaka. Hata kwenye muziki wapo mashabiki ambao wanawakataa kabisa baadhi ya wasanii na kuambia hawajui kabisa kuimba. Bro, mimi sijakata tamaa kwenye muziki wangu, sawa? Naenda Bongo Records sasa hivi. Bongo Records tena? Oya Ramzi. Hivi hebu kwa serious basi mwanangu. Unajua ile Bob Junior mwanangu ni msanii na pia ni producer. Kama yeye ameona hujui kuimba, basi hakuna kitu kinachoweza kubadilika mwanangu. Uenda nyimbo zako wewe ni za shule mwanangu, hazifai kutengenezewa beat. Jordan siku zote chuki kitangulia basi zuri haliwezi kuonekana. Sawa Bob Junior ana chuki na mimi kisa Juju. Najua kabisa Juju ndo amenisagia kunguni kwa bwana wake. By the way, mimi sikulazimishi kunipeleka Bongo Records. Hata mwenyewe nitaenda, maana napafahamu vizuri tu. Hapo mwanangu utalaumu tu. Yaani utalaumu kabisa, ila mimi siwezi kwenda maana kitakachotokea ni kile kile kilichotokea Sharobaro Records. Mimi nimechoka kudharauliwa mwanangu. Tena huko ndio usiombe kabisa umkute Master J. Ukimkuta studio Master J, mama. Maana jamaa yule ni mchizi. Na ana roho kavu kinoma. Wewe, hivi unafahamu na mimi namjua yule Master J pamoja na nani yule wa Bongo Stars yule nani wanamuita Salama, siji Salama Jabili yule mwanangu. Kwenye yale mashindano ya Bongo Stars mwanangu BSS. Huyu Master J mwanangu ni anawakosoa waimbaji, yani bila kupindisha, yeye na yule nani Salama yule. Bwana hilo haliwezi kunizuia kwenda bwana. Acha niende nikajiulizia kipaji changu. Poa, hakuna shida. Wewe nenda kajaribu mwanangu bati yako. Mimi naelekea zangu makumbusho nikafungua ofisi, maana unajua hatuna pesa ya kula huu mchana Basi Ramso na Jordan walifika barabarani na kupanda gari la makumbusho. Walipofika Kinondoni, Ramso akateremka kwa lengo la kwenda studio ya Bongo Records, huku Jordan akiendelea na safari kuelekea makumbusho kwenye biashara yake. Jordan alishamkatia tamaa Ramso baada ya kufukuzwa studio kwa Bob Junior. Kuanzia muda huo hakuwa na imani tena na muziki wa Ramso. Kwa hiyo hakuona haja ya kupoteza muda wake kwenda studio nyingine kujidhalilisha. Sasa ndani ya studio ya Bongo Records, headphone kubwa zilining'inia vyema kichwani kwa mtu mzima, huku mikono yake ikiwa makini kabisa kutekenya kinanda kilichokuwa juu ya meza iliyokuwa mbele yake. Muite P Funk Majani, msanii na producer mkongwe kabisa katika historia ya muziki wa Bongo Flava. P Funk Majani yeye ndo mwanzilishi na mmiliki wa studio hiyo ya Bongo Records. Kwenye kiti cha pembeni alikuwepo mkongwe mwingine ambaye ni producer na judge katika mashindano ya kutafuta vipaji vya muziki, yani BSS. Huyo anafahamika kwa jina la Master J, ambaye ni mmiliki wa studio inayofahamika kwa jina la MJ Records. Yeye pia ndio producer katika studio yake. P Funk Majani na Master J ni marafiki wakubwa ambao wanaoshirikiana katika kazi za kisanaa, na studio zao ni mashuhuri na maarufu kwa utayarishaji na uandaji wa muziki wa hip hop na Bongo Flava. Siku hiyo Master J alimtembelea studio rafiki yake P Funk. Isivyo bahati, siku hiyo Ramso ndo akafika pale studio na kuwakuta miamba miwili wanaojua kuchambua muziki na kuujaji. Ramso alizama ndani ya studio na kukutana uso kwa uso na wakongwe hao wa muziki. Kwenye chumba cha ndani kabisa kulikuwa na wasanii kama wawili hivi ambao walikuwa wanafanyia mazoezi beat walizotengenezewa. Ramso alipomuona Master J akakumbuka maneno ya Jordan ya kwamba hapo mwanangu utanilaumu, ila siwezi kwenda maana kitakachotokea ni kile kile kilichotokea Sharobaro Records. Nimechoka kudharauliwa mwanangu, tena huko siombe umkute Master J studio maana mchizi ana roho kavu kinoma.
kwenye yale mashindano ya Bongo Star Search anawakosoa sana waimbaji bila kupindisha. Baada ya kukumbuka maneno hayo, Ramso akajua akasema hapa tayari kishaumana. Alijuta sana. Akaona kwamba hapa kazini kwake kuna kazi. Ramso kwanza alianza kuwasalimia. Aliona anyway, ngoja jiamini bana. Alianza kwa kuwasalimia kwa kutoa heshima kwa wakongwe hao wa muziki. Baada ya salamu, masikio ya wakongwe yakatega kumsikiliza kijana amekuja na jipya gani. Ramso alianza kujielezea kwa ujasiri na kujiamini. Kile alichozungumza, yani kile ambacho alizungumza kwenye studio ya Sharobaro Records, ndio hicho alichozungumza pale Bongo Records. Kikubwa aliomba support ya kurekodi wimbo, ila hakuwa na pesa yote ya kulipa. Akakazia kwamba anaamini sana katika kipaji chake, hivyo muziki wake ukiingia sokoni basi atalipia mara 2 ya gharama za kurekodi. Lakini pia alikuwa tayari kuwa chini ya usimamizi wao ili wanufaike kwa pamoja matunda ya mbegu atakayoipanda. Ramso alipomaliza kujielezea, P-Funk na Master J wakatazamana kwanza. Sasa P-Funk alimuuliza Ramso kwamba dogo, umeshawahi kurekodi nyimbo ngapi mpaka sasa? Ramso akajibu kwamba bado sijawahi kurekodi wimbo wote kiongozi. P-Funk akauliza tena, sasa kama hujawahi kurekodi, umejuaje kama una kipaji cha muziki? Ramso akajibu, nilianza kuimbaga shuleni na hata mitaani watu wakaniambia najua kuimba. Master J alidakia juu akasema kwamba dogo achana nao hao watu bwana, wanakupotezea na kukucheleweshea kwenye mishe zako bwana. Hao wanaokuambia wanajua, wao wameujulia wapi muziki? Master J aliongea hivyo. Ramso akasema kwamba lakini kiongozi wa wasikilizaji ndio anajua ladha halisi ya muziki kuliko mwimbaji. P-Funk akasema kwamba kwa hiyo nini unataka kusema kwamba sisi wasanii na maproducer tujue ladha ya muziki, si ndio? Aliuliza kwa jazba. Ramso akasema hapana, hiyo sio maana yangu kiongozi. Maana yangu ni kwamba kila anayesikiliza muziki huwa anaelewa ladha na kuifeel kwenye moyo wake kiaina yake. Baadhi ya watu tuliosikiliza nyimbo zako Mkubwa Majani hapa tumejisemea moyoni kwamba unajua kuimba. Sio kila aliyesikiliza wimbo wako na kukusifu kwa uimbaji mzuri eti naye anajua kuimba. Ramso naye aliongea kwa urefu. Master J akasema kwamba wewe Majani dogo anaongea sana bwana, hebu muache kwanza aimbe tumsikilize. Master J aliongea hivyo huku sasa akiweka simu mezani. P-Funk akasema kwamba dogo kwanza unaimba au una rap? Ramso akasema naimba lakini pia na rap. P-Funk akasema okay, anza kuimba tunakusikiliza. Basi baada ya kupewa ruhusa, Ramso hakutaka kurudia wimbo uliokataliwa kwa Bob Junior, hivyo akaomba aimbe mwingine. Akakohoa kidogo kama kawaida yake ili kuweka koo sawa na kisha akaanza kushusha mistari. Sasa baada ya mistari kadhaa alikuwa anachana naimba kabla hajasonga mbele zaidi. Producer Majani alimuuliza Ramso kwa hasira kwamba wewe dogo, hivi hapo unaimba au unalia? Ramso akasema naimba kiongozi, kwani kuna tofauti gani hapo? Majani akamuuliza Ramso kwamba hivi dogo, ushawahi kusikia studio yangu imerekodi wimbo kama huo unaoimba wewe? Dogo na utano ofisi za watu, si ndio? Majani aliuliza hivyo. Ramso alijikuta anakosa nguvu kufuatia kauli ya P-Funk. Sasa Master J akasema kwamba sikia dogo, wewe kuimba ujui, ili unabana pua tu. Hebu rap kwanza tukusikilize. Master J alimwambia hivyo Ramso maneno hayo. Maneno ya Master J yalimwathiri sana Ramso kwenye ubongo wake, lakini akajikaza kiume ili atumie nafasi ya mwisho aliyopewa, ni nafasi ya kurap ama kuchana mistari akiwa kama msanii wa hip hop. Ramso alikohoa kwa mara nyingine kisha akaanza kuchana mistari. Alichana mistari pale, lakini kabla hajasonga mbele zaidi P-Funk alimwambia kwamba dogo inatosha sasa, haina haja ya kuendelea. Kwa hiyo dogo, huo ndo muziki unaotaka mimi nikurekodi au vipi? Kwa hii mistari ya kujisifia ndio unataka watu tuwekeze pesa zetu kwenye muziki wako kwa imani kwamba utatoboa? Sikiliza mdogo wetu, wewe muziki hujui, nenda katafute kazi ya kufanya. Muziki sio kipaji chako, nenda katafute kipaji chako. Dogo na muziki wote wa kusikika redioni na watu wakapenda,
Nilikwambia dogo. Hao watu wanaokuambia unajua mziki wanakudanganya na kukucheleweshia kufanya kazi za shamba au kubeba mizigo sokoni. P-Funk aliongea maneno hayo kwa dharau. Ramso akasema kwamba kiongozi, naomba nafasi ya mwisho tu ni rap. Kuna wimbo mwingine ambao bado sijauimba. Naomba ambao yani huu sitajisifia. Yani sijajisifia kwa ufupi, naomba nafasi. Master J akamwambia Ramso kwamba oya, utaimba nini tena dogo wakati hujui mziki Dogo hujui kuimba wala kurap. Kwa hiyo usitucheleweshe bwana, hapa tuna mambo mengi sana ya kufanya. Hivi ngoja nikuulize kitu mdogo wangu. Hivi una kazi hapa mjini? Hapana, sina kazi yote kiongozi. Ndio maana nimekuja hapa kutafuta ajira kupitia mziki. Sikiliza mdogo wangu. Inawezekana unaupenda mziki lakini mziki wenyewe unakukataa na haukupendi. Sawa ushauri wangu kwako, nunua jiko la kuchomea mahindi, kisha tafuta kijiwe au simama pembezoni mwa barabara, uza mahindi ya kuchoma, utatoboa. Hiyo pia ni ajira, sio lazima uforce ajira kwenye mziki wakati kuimba ujui na hauna kipaji cha mziki. Fanya hivyo dogo, utakuja kunishukuru baadaye. Huo ndio ulikuwa ni ushauri wa Master J kwenda kwa Ramso. Kwa mara nyingine tena Ramso alijikuta anakataliwa studio na kuambiwa na maproducer hana kipaji cha mziki na hajui kuimba. Atafute jiko la mkaa akae pembezoni mwa barabara achome mahindi. Yatamnufaisha sana. Kwa hakika alikataliwa kwa maneno mazito na ya kukatisha tamaa, na sio yale ya kumtia moyo. Ramso sasa akaanza kuhisi huenda ni kweli hajui kuimba, maana studio mbili tofauti zimekataa mziki wake. Mtaalamu alihisi kunyong'onyea na kuumia moyoni baada ya kujua ndoto zake haziwezi kutimia. Aliondoka pale studio kinyonge sana, huku moyo wake ukiwa na maumivu mazito. Mwelekeo wake sasa ukawa ni makumbusho, na kupanda gari, bali alitembea kwa mguu huku akiwaza njia nzima kutoka Kinondoni kuelekea makumbusho. Alo besti, vipi ushatoka? Hapana. Bado sijatoka, ila ndo nataka kutoka muda huu. Come on my dear. Tangu saa 6 jamani umeniambia unajiandaa mpaka sasa hivi jamani saa 7 hujatoka tu kweli jamani Au hujepa uzito sherehe yangu kuzaliwa? Sio hivyo shoga yangu. Yaani huwezi kuamini, nilishamaliza kujiandaa, sasa wakati nataka kutoka tu baba saka nambita na mazungumzo na mimi. Yeye ndo amenichelewesha na hivi ninavyokuambia tayari yani ameitibua akili yangu. Bila shaka bado anafusi wale na Razak, si ndio? Yani anafusi hivyo, ila kuna wazo hapa nimelipata. Hivyo hili swala la ndoa yangu na Razak linaenda kufutika mazima. Wazo gani hilo? Nataka kumkodi kijana yote aigize kama mchumba wangu, then nimpeleke nyumbani nikamtambulishe. Nafikiri nikishafanya hivyo nitaharibu kila kitu kuhusu Razak, na hapo nitakuwa na muda wa kusubiri kumpata mwanaume wa maisha yangu. Najib, msikiliza. Hebu achana kwanza na hilo wazo, sawa? Leo mimi na bonge moja la surprise kwa ajili yako. Hebu fanya haraka uje, mimi hapa nakusubiri. Picha linaanza, nataka twende saluni kwanza kwa fundi wangu. Atakupendezesha nywele ili kila mtu atushangae ukumbini. Na kwa fulani nilionayo na kulipia mimi 45 na kusuka. Hebu njoo basi haraka shoga yangu, mimi nakusubiri kwa hamu sana maana hii sherehe ni ya kwetu wote. Msikilizaji, hayo ilikuwa ni mazungumzo kati ya Najima na Juju. Ile siku ya sherehe ya siku ya mfanano wa kuzaliwa Juju ilifika, hivyo Najima alitakiwa kuhudhuria sherehe hiyo. Baada ya mazungumzo hayo, saa 1:30 baadaye, Najima alifanikiwa kufika makumbusho kwenye duka la rafiki yake Juju. Ilikuwa pata majira ya saa 9 kasoro. Party ilipangwa kuanza majira ya saa 1 usiku katika ukumbi wa Happy Village Hall. Sasa hapa shoga yangu, hapa kilichopo, kabla tujaingia saluni, ngoja nikupeleke ukatengeneze kucha kwanza. Leo nataka tupendeze wote. Si unaona mimi kucha zangu zinawaka? Yaani Juju shoga yangu na mbwembo wewe jamani. Okay, nipeleke, ila sitaki mambo mengi sana. Yaani nasafisha na kupaka rangi za kawaida tu. Sawa besti, tuondoke. Maana muda wenyewe sio rafiki, Maana surprise ya leo. Na surprise yako. Hapa kwenye surprise ndio unaweka njia panda Juju. Sasa unaambia tu kwamba ni Bob Junior anakuvisha pete jamani. Sio hivyo unavyowaza Najma. Hii inakuhusu wewe. Subiri utafurahia tu. Haya bwana, ngoja tu. Msikilizaji, hayo ilikuwa ni mazungumzo kati ya Najma na besti yake huyo.
huku wakiwa wanatembea barabarani. Sasa upande wa pili pale makumbusho, Ramso na Jordan walikuwa ndani ya kibanda chao cha kutengeneza urembo wa kucha huku wakipiga story. Pale ndani hakukuwa na mteja yoyote kwa wakati huo. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyokuwa Joda. Kifupi nimefukuzwa pia Bongo Records. Ramzi, si nilikwambia mwanangu? Yaani mimi nilijua tu ni uwezi kutoboa Bongo Records mwanangu, ndio maana sikujisumbua hata kwenda. Na nilishakwambia kabisa kama Master J utamkuta, basi shughuli yako ndio imeishia hapo yani. Jamaa mimi nimemfuatilia sana kwenye BCS. Yaani yeye pamoja na Salama, huwa hawachekagi na kima. Ila nini mwanangu? Usikate tamaa. Wewe tukomae tu hapa ofisini nini tutatoboa. Kabla hajamaliza kuzungumza, akaganda huku akitazama mbele kwa mshangao. Sura ya mwanadada Juju akiwa sambamba na Najma zilionekana mbele ya macho ya Jordan. Kitu pekee kilichomshtua Jordan ni uzuri wa sura wa mwanadada Najma. Ramso alikuwa bado hajawaona Najma na Juju kwa kuwa aliupa mgongo mlango. Mshangao wa Jordan ndio ulimfanya Ramso ageuke nyuma ili aone kitu kinachomshangaza rafiki yake. Alipogeuka tu nyuma akakutana uso kwa uso na Najma. Ramso akashtuka, hali kadhalika Najma naye akashtuka. Ilikuwa mara ya pili kwa wawili hao kukutana, huku hakuna mtu kati yao aliyetarajia kama wangekutana tena. Nadhani tukumbuka vizuri walivyokutana Ramso na Najma. Ramso alichukua chupa pale ya kwake ya maji, akaenda Sheli kuchukua mafuta na akaja kumsaidia, na Ramso hakuomba cha namba wala nini. Kwa hiyo sio Ramso wala Najma ambaye alifungua mdomo wake na kuzungumza neno lolote. Hilo sasa likafanya Juju na Jordan wasijue chochote kama wao, yani Ramso na Najma wanajuana, maana hakuna mtu aliyemletea shobo mwenzake. Basi Juju alikuwa wa kwanza kufungua mazungumzo, akasema kwamba mambo zenu, nimemleta hapa rafiki yangu, anahitaji kusafishwa kucha na kupaka rangi za kawaida. Alongevo. Asa Jordan bado alikuwa anashangaa uzuri wa Najma. Maana bimdada alikuwa mzuri kuliko hata neno lenyewe. Juju alikuwa mzuri, lakini kwa Najma alikuwa anachukua peni na karatasi kisha anachukua notes za somo la uzuri. Kwa uzuri wa Najma, Razak alikuwa sahihi kabisa kumlilia na kusema yupo tayari kutumia gharama yote ili mradi awe naye. Kwa hakika Najma aliumbwa na kuumbika kuanzia sura, shepu mpaka tabia. Najma na Juju wakaketi kwenye sofa huku Jordan bado akiendelea kumshangaa Najma. Wakati Jordan anaendelea kumshangaa Najma, Ramso akakusanya vifaa vya kazi kisha akamsogelea Najma na kuchuchumaa chini ili aanze kazi. Sasa Jordan alimwambia Ramso kwamba "Oya Ramzi, hiyo kazi nitaifanya mimi." Jordan alisema hivyo. Alizungumza maneno hayo huku akiwa na lengo la kupata ile nafasi ya kushikashika miguu na mikono ya Najma. Ramso akaona isiwe tabu, akataka kuinuka, lakini ghafla akashikwa na Najma. "Baki hapa. Mimi nataka wewe ndio unihudumie." Najma alimwambia Ramso maneno hayo. Shoga yangu, yule jamaa ndo mtaalamu sana kwenye hii kazi. Na yeye ndo mwenye ofisi, huyo unayemtaka wewe ni kibaraka tu, alafu hana hata uzoefu sana. Juju aliongea maneno hayo yakiwa na maudhi ya kumdhihaki Ramso. Ramso alimeza funda la mate kwa uchungu, lakini hakumtazama kabisa Juju. "Hakuna shida, acha endelee tu huyo. Wewe ndo namtaka. Endelea na kazi kaka, usijali." Najma alikazia kauli yake, hakukuwa na mabadiliko. Ramso alichukua jukumu la kumtengeneza Najma urembo wa kucha. Kauli ya Juju ukijumlisha na tukio lilotokea kwenye studio ya Bob Junior ilimfanya Ramso awe na hasira dhidi ya Juju. Mtaalamu wa kutaka shari na mtu, hivyo akazizika moyoni zile hasira. Jordan aliamua kutoka nje baada ya kuhisi amekataliwa. Pale ofisini wakabaki watatu tu, Ramso, Najma na Juju. Sasa Ramso alianza kupiga msasa kwenye vidole vya Najma kwa kuviosha na maji safi na sabuni. Najma alitumbukiza miguu kwenye beseni kisha Ramso akawa anaiosha kwa ustadi kabisa bila kuinua sura yake kumtazama Najma. Muda huo Najma alikuwa busy kumtazama Ramso. Kwa namna Mungu anavyojua kulinganisha matukio, simu ya Juju ikaita. Na mpigaji alikuwa ni mfanyakazi wake aliyemwacha dukani kwake. Asa baada ya kupigiwa simu, akaambiwa aende mara moja dukani, kuna mgeni wake. Ilibidi sasa Juju aondoke na kuacha Ramso na Najma pale kibandani. Uwanja sasa ukabaki kwa watu wawili.
ambao mioyo yao ilikuwa inazungumza. Kila mmoja alikuwa anajiuliza moyoni mwake, ni kwamba amenisahau au nimefananisha tu? Mwingine anajiuliza kwamba hapana, hawezi kunisahau au na hakika ndio hii kabisa. Najma bado aliendelea kumtazama. Alikuwa anamtazama Ramso ambaye alikuwa busy kumosha miguu. Kimya kidogo kilitawala, lakini mwisho siku Naj akawa kwanza kuvunja ukimya. Unajua sikuwahi kabisa kufikiri kama tungeweza kuonana tena. Hata mimi sikuwahi kabisa kudhania kama itakuwa ni hivyo. Haya ni matokeo ya utandawazi kuifanya dunia kuwa kijiji. Ni kweli, lakini ile siku najua tulipoachana nilijilaumu sana kwa kushindwa hata kukuuliza jina lako wala kuchukua namba yako ya simu. Naitamani sana nikushukuru kwa mara nyingine, lakini sasa sikuwa na namba yako ya simu. Lakini hata kwenye maombi yangu nilitamani sana kulijumlisha jina lako, lakini nikawa silijui. Naamini kabisa Mungu ameamua kutukutanisha kwa mara nyingine kwa sababu zake binafsi. Unajua sio rahisi kabisa watu kukutana mara mbili kwenye mazingira kama yetu, japo dunia ipo kiganjani. Ni kweli kabisa, sio rahisi kabisa. By the way, mimi naitwa Ramso. Kama itakupendeza unaweza kuniita Rams au jina zuri. But mimi naitwa Najma. Kama ikikupendeza unaweza kuniita Naj. Jina zuri sana Najma. Pongezi zangu nazipeleka kwa mtu aliyekupatia hilo jina. Kwa hakika hakukosea. Bwana, kwa nini? Kwa sababu tu linaendana na muonekano wako. Kwa nini nipoje? Kama tutakutana tena kwa mara ya 3, basi nitakwambia jinsi ulivyo. Sawa. Ngoja nisubiri, lakini naamini tutakutana mara nyingi zaidi kuanzia sasa. Madam tayari nimeshapajua hapa sehemu ambapo unafanyia kazi, basi nitakuwa nakuja mara kwa mara kukuungisha kwenye kazi yako. Wewe ni kijana mwenye moyo safi kabisa Ramso. Kikweli nimependa namna ulivyochagua kuishi, japo sijakujua kwa undani zaidi. Asante sana Najma kwa kuchagua kusupport kazi yangu. Karibu sana kwenye ofisi yetu. Asante sana Ramso. Hapa ndo nishafika tayari. Kwanza mnipatie namba kwa simu nisije nikasahau na leo. Basi Ramso akamtajia Najma namba yake ya simu, kisha Najma akaandika kwenye simu na kupiga kabisa ili apate uhakika. Sasa baada ya kupiga simu ya Ramso ikaita, na hapo kila mtu akasave namba ya mwenzake. Kimya kikatawala, huku kila mmoja akikosa neno la kuzungumza. Ramso alijikuta anaanza kuimba, maana ni kitu ambacho alishakizoea hasa akiwa anamhudumia mteja. Ramso aliimba wimbo fulani hivyo hisia uliomfanya Naj ahisi raha na burudani ndani ya moyo wake, maana alikuwa ni mpenzi wa muziki. Ule wimbo ulibeba hisia kali sana za mapenzi kiasi kwamba ile hali ya kazi ambayo Ramso alikuwa na, yani ile kazi ambayo Ramso alikuwa anamfanyia Najma ikabeba maudhui ya mahaba. Najma alihisi moyo unadunda kwa kasi baada ya kusikiliza wimbo wa Ramso. Wow, Ramso, hivi kama unajua kuimba hivyo? Hela sio sana, kidogo tu. No, unajua sana Ramso. Kikweli huna tofauti na wasanii wengine, hivyo kama ukiweka nia basi unaweza kufika mbali zaidi. Sio rahisi kama ambavyo unafikiria Najma. Safari ya muziki na changamoto nyingi sana kwa vijana tunaotoka katika familia za kimaskini, maana tunakutana na vikwazo vingi sana vya kukatisha tamaa. Na mwisho kabisa tunaishia kuwa mashabiki tu wa watu tunaozidi vipaji. Huku mtaani kuna vipaji vingi sana, ila tatizo connection. Weka imani Ramso. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Hizo changamoto ni kipimo halisi cha mafanikio unayotaka. Usikate tamaa. Muamini Mungu, wakati wako ukifika basi utapata unachostahili. Maneno ya Najma yalimpa faraja kubwa sana Ramso na kurudisha tena imani yake kwenye muziki. Ramso na Najma waliendelea kupiga stories za kawaida kuhusu muziki mpaka zoezi la kutengenezana urembo wa kucha likamalizika. Najma aliingia kwenye pochi kisha akatoa noti 5 za shilingi 10,000 ikiwa ni jumla ya shilingi 50,000. Alimpatia Ramso ile pesa kisha akamwambia Ramso, hapo utakata pesa ya ofisi na inayobakia utanunua maji ya kunywa. Lakini ni nyingi sana Najma. Yaani kwa nini unafanya hivi? Usijali bwana, ni kwa sababu unastahili zawadi kutoka kwangu kwa kile ulichowahi kunifanyia. No, usifanye hivyo Najma. Unajua wewe huna deni lolote kwangu, kwa hiyo usijipe wakati mgumu katika kulipa fadhila. Mimi nilifanya kwa lengo tu la kusaidia tu, kwa sababu huo ndio mfumo mzuri wa maisha yetu wanadamu. Ni sawa, lakini
Mimi sijakupa malipo, ila nimekupa zawadi tu kwa kuwa unastahili Ramso. Mimi naondoka, tutaonana wakati mwingine inshallah. Najma aliondoka na kumwacha Ramso kwenye mshangao na taharuki. Mtaalamu alijihisi kuwa na bahati sana kukutana na mwanadada Naj. Licha ya kwamba alikuwa rafiki wa Juju, lakini aliona utofauti mkubwa sana kati ya marafiki hao. Naj alionekana kuwa na moyo safi na ni mwenye kujali. Bahati ya kwanza ambayo Ramso alipata kwa Najma ni kuwa karibu naye. Maana pesa si inatafutwa, ukaribu na mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati. Kwa muonekano tu Najma alikuwa na status kubwa sana ya kielimu na uchumi kiasi kwamba hawakutakiwa kuwa karibu kutokana na hadhi zao. Lakini pia bahati ya pili, ukiachana na bahati ya kujuana na Najma, bahati ya pili aliyopata Ramso ni ile pesa aliyopewa. Alikumbuka ule muda baada ya kutoka nje ya studio ya Bongo Records, alipigiwa simu na mdogo wake na kuambiwa kwamba mama yao amepata afueni, hivyo saa 10 jioni wataruhusiwa kuondoka kama hali itabaki hivyo. Lakini pia kabla hawajaondoka ni lazima walipe gharama zote za hospitali ambayo ni jumla ya shilingi 28,000. So ni kama vile Najma alikuja kwenye wakati sahihi kabisa kwa Ramso. Wakati ambao Ramso alikuwa anahitaji pesa kwa udi na uvumba. Ramso alitoka pale ofisini na kwenda kwenye kibanda cha wakala wa fedha na kisha akatuma shilingi 40,000 kwenye namba ya mdogo wake. Baada ya kumtumia akampigia simu na kumwambia pesa aliyoituma walipe deni la hospitali na nyingine watafanya nauli ya usafiri wa kurudia nyumbani. Kwa mara ya kwanza kabisa Ramso alitoa msaada nyumbani kwao tangu alipofika mjini. Laiti kama Ramso angekuwa kijijini mpaka kufikia muda ule, basi kwa asilimia kubwa asingekuwa na pesa gharamia yale matibabu kutokana na ukata wa fedha uliopo kijijini katika majira yale ya masika. Kwa mara ya kwanza kabisa hesabu za Ramso kwenda mjini zikalipa. Hata wazazi wake kule kijijini wakajua umuhimu wa kijana wao kuwa mjini. Kilichobakia kwao ni kukunjua nafsi zao na kutoa baraka ili mambo yaende sawa kwa kijana wao. Basi Ramso alirudi ofisini baada ya kumaliza kutuma pesa. Alipofika tu ndani akamkuta Monica pamoja na Jordan wameketi kwenye sofa na piga story. Ni story ambazo zilisitishwa punde tu baada ya Ramso kutia mguu. Wewe ulienda wapi tena mzee? Mbona umemgandisha sana shemeji hapa? Nilitoka nje muda tu. Na hisi tulipishana. Kwanza ondoa neno kusubiri sana bwana, maana mimi sijatumia hata dakika 5 tangu niondoke. Ramso akamjibu Jordan kisha akamtazama Monica. Eti mama, nimekukalisha sana. Mimi nimekusubiri mno. Na hisi sijui ulikuwa kwa mwanamke wako. Acha hivyo mama. Mwanamke wangu yupi sasa tena wakati mwanamke wangu ni wewe? Eti ni wewe tu. Yani only one. Only you. Sawa tu, wewe nipange tu, ila siku nikikufumania Ramso utajua kwamba naruka sarakasi. Ramso alishakutabasamu tu. Jordan naye alidakia pale akasema kwamba yani shemeji, hata mimi nikigundua nasalitiwa. Lazima nikwambie ukweli, maana wewe ndio shemeji naye kukubali. Wapi naijua hiyo. Nyie marafiki wa kiume nyie mnavyojua kutunziana siri nyie. Kila shemeji mnamwambia yupo peke yake. Wakati huo kuna wenzake zaidi ya 3. Sio kwa mimi shemeji. Mimi sifichagi uovu. Yaani mimi nakuhakikishia rafiki yangu anakupenda wewe peke yako. Eti Aya bwana, sawa. Mwambie rafiki yako asante kwa kunipenda mimi peke yangu. Na hizo nimezipata kabla sijaambiwa kabisa. Nimezipata mama vizuri kabisa. Ramso alijibu huku akivimbisha mwili kwa utani. Waacha wewe. Unaona raha mwenyewe unavimba kichwa. Kesi bado haijaisha. Njoo tuongee. Monica aliongea huku akitoka nje. Asa Ramso naye akatoka nje. Maana alijua mchumba anataka wazungumze faragha. Ndio maana alimfuata pale ofisini. Jordan akabaki ofisini baada ya kujua wapenda nao wana maongezi yao binafsi. Ndio maana wametoka pale ofisini. Ramso na Monica walienda kukaa kwenye tairi bovu hivi la gari lililokuwa pembezoni kidogo mwa kile kibanda cha kucha. Niambie mama, unaendeleaje? Safi, vipi baba? Unajua niko fresh kabisa kama unavyoniona. Unajua mchana nilipoleta chakula nilikuona upo sawa baba. Nilishindwa hata kuuliza kwa kuwa majukumu yalikuwa ni mengi muda ule, afu sitoshe mazingira alibana. Naomba uniambie nini shida mpenzi wangu? Labda tu ulinitafasiri tofauti Moni. Ila mimi nipo sawa kabisa siku ya leo. So kweli baba unandanganya. Kwanza vipi hali ya mama ipoje? Maana hujanipa mrejesho wa hospitali. Mama ameshapata afueni na muda huu tu ndo
nimetoka kuwatumia pesa wamalize deni la hospitali ili waruhusiwe kurudi nyumbani. Oh, Mungu mkubwa kwa kweli. Nafikiri dua zetu zimejibiwa baba. Ya, mkubwa ni Mungu tu. Okay. Sasa baba, kuna kitu mimi nataka kuambia. Niambie mama. Leo tunaondoka wote. Wewe na nani? Na wewe, kwani hapa nazungumza na nani jamani? Oho. Kwa tunaondoka kwenda wapi? Temeke. Muda gani? Si mkishafunga ofisi ndo tunaondoka. Lakini tunafunga saa 4 kasoro. Sasa nikienda Temeke nitarudi saa ngapi Kinondoni? Bwana, kwa nini nikasema utarudi? Kwa hiyo naenda kulala kwa nani sasa kwa Temeke? Jamani, si ni kwangu. Na rafiki yako atalala wapi sasa? Wewe unakumbuka nilikwambiaga kwamba anataka kurudi kijijini? Ya, nakumbuka. Basi ndio hivyo, kaondoka leo na virago vyake vyote. Maisha mjini amemshinda. Anyway, sio uamuzi mbaya, lakini maana kungania sehemu ambayo hupati maslahi ni matumizi mabaya ya muda. Mimi kurudi kijijini? Hapana, kwa kweli. Mimi nitakwama hapa mjini mpaka kieleweke. Mimi na jembe hatuwezani kwa kweli. Kwa kuwa umeshalijua hilo, ndio maana unaona hata kurudi kijijini inakuwa ni kipengele sana. So ongeza nidhamu kwenye kazi inayokuweka mjini. Hilo mimi nalifahamu baba, wala tusijali. Ngoja basi nikaanze kukusanya pale vyombo pamoja na pesa za madeni kwa wateja, maana muda tayari ushafika. Ila unajua nini baba? Wala sijui mama. Jiandae kwa ajili yangu siku leo. Maana nakuhitaji kupita kiasi. Ninahisia sana na wewe. Hivyo nakutamani kinoma noma. Sitaki kuongea sana. Hakuna kukimbia. Leta timu dimbani. Sawa baba. Hii dabi ya leo kwangu ina kipengele. Kipengele labda unajua nacho wewe. Wewe sawa kipenzi changu, ina noma. Naenda basi kumalizia majukumu yako. Usije ukagombezwa na bosi wako. Okay, bye baba. I love you my king. I love you too my queen. Ramso na Monica wakaachana kwa staili hiyo. Mwili wa Ramso tayari ukapata moto kufuatia kile kinachoenda kufanyika usiku wa siku hiyo. Kuna raha sana mtoto wa kike anapokuambia anaitaka. Ramso alijiona amepata bonge moja la zali, maana kichupa kilijaa mpaka kumwagikia. Mara mwisho kuingia dimbani na kujipigia mipasi yake ilikuwa ni kijijini wakati upo kwenye mahusiano na Shani. Morali na mizuka aliyokuwa nayo Ramso ikamfanya asahau kabisa maumivu ya kufukuzwa studio asubuhi ya siku hiyo. Sasa katika ukumbi wa Happy Village Hall, ni ndani ya ukumbi mmoja wa kifahari upatikanao maeneo ya Sinza. Tayari sherehe ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani birthday party ya Juju ilishaanza. Ilikuwa ni yapata majira ya saa 1 usiku juu alama. Ni sherehe iliyohudhuriwa na watu takriban 30 tu ambao walipewa mwaliko. Watu wote walionekana kupendeza kweli ndani ya kumbi. Juju aliamua kuifanya sherehe hiyo kimya bila wazazi wake kujua, kwa kuwa hawakuwa waumini kwenye yale masuala. Watu waliohudhuria sherehe hiyo walikuwa ni marafiki wa karibu sana wa Juju ambao walipewa idhini ya kuja na wapenzi wao. Kivutio kikubwa kilichokuwepo katika shughuli hiyo ni msanii maarufu nchini anayefahamika kwa jina la Bob Junior. Yeye alikuwepo pale ukumbini kwa ajili ya kusupport sherehe ya mpenzi wake. Sasa Bob Junior alifika kwenye ile party akiwa sambamba na rafiki yake ambaye ni msanii wa muziki anayefahamika kwa jina maarufu la Top C. Siku hiyo wasanii hao waliamua kutoa burudani ya muziki, tena muziki wenyewe wa live kabisa kwenye ile party na kufanya watu wafurahie. Sasa baada ya burudani ya mistari kadhaa kwenye ule wimbo wa sababu ya ulofa, nadhani mnakumbuka wimbo ambao uliteka hisia za watu pale ukumbini kutoka kwenye kinywa cha Bob Junior na Top C. Muda wa keki ulipowadia, kila mmoja pale ukumbini alilishwa kwa staili yake, huku Bob Junior akilishwa kama mgeni wa heshima. Watu walikunywa vinywaji vya kutosha huku wakigongeana glasi juu kwa juu. Wakati matukio yote yakiendelea, macho ya Top C yalikuwa hayakatiki kwenye uso wa Najma. Muda wote msanii huyo alikuwa anamtazama Najma kwa matamanio, hata muda alipokuwa anaimba alikuwa anamtazama. Najma mwenyewe alishahisi kitu kutoka kwa msanii huyo aliyevalia mavazi ya ubisho, huku cheni za gharama zikining'inia shingoni mwake. Sio tu Top C, kila mwanaume pale ukumbini alimtazama Najma kama twiga aliye mbugani. Najma alikuwa zaidi ya kivutio. Hata Bob Junior mwenyewe alitamani Najma ndo angekuwa Juju, maana Najma alikuwa mzuri mara nyingi zaidi ya Juju. Ukafika ule muda wa midundo ya kuchombezana, yani muziki laini unaohitaji watu wawili katika kucheza. Ni muda wa asiye na mchumba akumbatie jiwe.
Kila mmoja akaanza kumtafuta mtu wa kucheza naye. Juju alimsogelea Najma kisha akamnongoneza. Alichomwambia ni kwamba ampe kampani ya kucheza na msanii Topsy kwani hana mtu pale ukumbini. Sasa baada ya kumnongoneza Najma, Juju akamtazama Topsy kisha akampatia ishara fulani hivi akimaanisha kila kitu kipo fresh. Sasa Juju akamsogelea Bob Junior kisha wakaanza kucheza kwa mahaba. Topsy naye akajivuta mpaka aliposimama Najma kisha akamvuta mkono na kuanza kucheza naye. Muziki ukakolea huku kila mmoja akiwa busy na mwenzake. Upande wa Najma hakuwa na ujasiri kabisa wa kucheza na Topsy, ila alishindwa kuacha kwa kuheshimu sherehe ya rafiki yake. Wakati wanaendelea kucheza, Topsy bwana akamwambia kwamba you are so beautiful. Najma akasema asante. Topsy akasema kikweli huna utofauti na yule Najma niliyemuona kwenye picha. Unajua kwa mara ya kwanza nilipoonyeshwa picha yako nilishtushwa sana na uzuri wako. Pale moyo wangu uliweza kukupenda na ndio maana nikamtuma Juju aje kukueleza ukweli wangu. Nataka nikuahidi kitu. Mimi sitokusaliti kama alivyofanya mwanaume wako aliyepita. Mimi nakupenda kweli na nipo tayari unipeleke huko kwa wazazi wako. Baada ya kuongea hivyo Topsy, Najma akasema kwamba unajua bado sijakuelewa. Kwani unaongea na mimi au unazungumza na simu? Topsy akasema naongea nawe Najma. Najma akasema kwa hiyo Juju ndo alikuonesha picha yangu? Topsy akasema ya, alinionyesha picha yako. Akaniambia kwamba kuna bwege amekuumiza kwenye mahusiano. Kwa hiyo unatafuta mtu wa kukufuta machozi na kukupenda kwa dhati. Mimi nataka kukuambia kitu kimoja tu Najma. Nakupenda na nitakufanya kuwa maarufu. Maneno ya Topsy yakamfanya Najma akose nguvu ya kuendelea kucheza ule muziki. Pale akajitenganisha na Topsy kisha akaanza kupiga hatua kuelekea nje ya ukumbi huku akiwa amenyongonyea. Juju alipomwona Najma kwenye ule mwendo akajua kabisa tayari mambo yameshavurugika. Alimwomba Bob Junior amsubiri mara moja ili akazungumze na Najma. Juju akatembea haraka na kumfikia Najma akiwa tayari amefika nje ya ukumbi. We Najma, kuna nini shoga yangu jamani, mbona mbadilika ghafla? Juju, hivi lini nimekupatia kazi ya kunitafutia bwana? Samahani sana rafiki yangu jamani, lakini mimi sijafanya kwa ubaya jamani Hii ni kwa faida yako. Ndio maana mimi nikataka kukusurprise kukuunganisha na msanii jamani Mimi najua utafurahia sana rafiki yangu kupata bahati ya kupendwa na msanii anayesifiwa kama yule. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa surprise yangu sio? Yeah, najua utaipenda tu Najma shoga yangu. Sikiliza Juju, kikweli umenikosea sana rafiki yangu. Na laiti kama ningejua basi nisingefika kabisa. Wewe rafiki yangu Juju, una uhuru wa kucheza na mimi ila sio kucheza na moyo wangu. Furaha na maumivu ya huu moyo najua mimi peke yangu. Kwa hiyo naomba nisiingiliwe na mtu yoyote kwenye maamuzi. Kwa heri. Najma alizungumza maneno hayo kisha akaenda kupanda gari lake na kuondoka kwa hasira sana. Sasa Juju yeye alirudi ndani ya ukumbi kuendelea na sherehe huku nafsi kimsuta kwa kumkasirisha rafiki yake. Alipofika ndani akakuta bado burudani ya muziki inaendelea. Ingawa Bob Junior na Topsy walikuwa wameketi kwenye viti, Juju aliwasogelea kisha na akaketi. Sasa akaulizwa na Topsy kwamba vipi shem, mbona umerudi peke yako, rafiki yako yupo wapi? Topsy alimuuliza Juju. Juju alivuta glasi ya wine kisha akainywa kwanza. Alipomaliza kunywa akashusha glasi chini na kusema kwamba Najma kaondoka. Nilifanya kosa kumtafutia mwanaume. Kiufupi hajataka kuwa na wewe kwenye mahusiano. Juju alimjibu Topsy. Topsy akahisi kuvurugwa maana ni kama vile alishushwa hadhi ili hali yeye ni maarufu kuliko Najma. Sasa Topsy, kwanza Bob Junior aliingilia mada. Akasema kwamba kwani dia yule rafiki yako hamjui Topsy ni nani? Hivi anapata wapi ujasiri wa kumkataa msanii maarufu? Au bado anampenda ex wake? Juju akajibu kwamba ya nahisi hivyo bado anampenda ex wake. Ndio maana amegomea kabisa mahusiano mapya. Basi Topsy akasema kwamba sema nini shemu? Unajua uliniaminisha kwamba umeongea na rafiki yako na tayari kashanikubali. Lakini nimefika hapa naona mambo tofauti kabisa na kama ningejua mambo yatakuwa hivi basi nisingekuja kabisa. Bob we, mimi naondoka zangu mwanangu, tutakutana kesho studio maana kichwa tayari kimeshavurugika hapa. Topsy aliongea hivyo kisha kainuka na kutoka nje ya ukumbi.
Ni kama vile sherehe iliingia doa kupitia lile tukio. Lakini mwisho wa yote haikusimama bali iliendelea kama kawaida, ingawa Juju alipoteza furaha. Majira ya saa 11 alfajiri, Monica anakuwa wa kwanza kufumbua macho, akiwa ameegemea bega la Ramso ambaye bado alikuwa usingizini. Monica alimtazama Ramso kwa sura yenye tabasamu pana, huku akimgusagusa ndevu na kumbusu. Muda huo walikuwa ndani ya shuka, wakiwa watupu kabisa kama walivyozaliwa. Ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa wawili hao kukutana kimwili, ambapo walitumia usiku mzima kupeana vile walivyoahidiana. Monica alimtingisha Ramso taratibu ili amke. Ramso aliweza kufumbua macho na kumtazama Monica kwa sura ya tabasamu. Vipi baba, umeamkaje? Niko poa kabisa. Vipi wewe? Nami niko poa. Ngasiamini kama wewe uko hapa. Kwa nini? Basi tu. Na sina hakika kama umeamka na nguvu ya kutembea. Kwa nini sasa nisiwe na nguvu? Ulichokifanya usiku kucha jamani, unisi ni kawaida? Wewe mwanaume kiboko jamani. Mwanaume gani unafanya kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 10 alfajiri bila hata kupumzika? Tena kwa spidi ile ile. Hiyo mbona kawaida sana. Tulikubaliana ni mechi ya dabi. Alafu haina kipengele. Hivi naanzaje kuchoka mbele ya mwanamke kama wewe, ambaye kila nikikutazama nahisi kama unaniita? Kwanza hapa tu tayari nishakutamani tena. Wewe hapana bwana, utaniua. Mbona niache nipumue kwanza jamani, tutafanya baadaye tena. Mwenzako sina nguvu kabisa kwa sasa. Sawa mama. Alafu nikwambie kitu baba. Nakusikiliza. Nakupenda. Asante sana kwa kunifurahisha usiku wa jana. Natamani tuwe tunalala wote kila siku. Nakupenda pia mwani wangu. Asante pia kwa kunituliza akili na kunipa ile kitu roho inapenda. Hata mimi pia natamani sana tuwe tunalala pamoja kila siku mwani. Halafu vipi kuhusu kazini? Si unaendaga muda kama huu? Ila leo siendi. Kwa nini? Nimechoka sana bwana, alafu na usingizi mno. Nampigia bosi hapa simu, namwambia nimeamka. Kwa hiyo najisi kama homa. Hanaga shida au? Hana kabisa shida. Kwa hiyo ataelewa tu. Na uzuri ni kwamba pale kazini tupo wengi. Okay, sio mbaya. Pumzika mama. Maone vile. Unaona misifa mwenyewe. Vipi na wewe uendi kazini kama mimi ama? Hapana, lazima niende nikatafute ile pesa ya kwa kodi. Asante kwa kumbuka baba. Jitahidi sana ipatikane, maana kesho kutwa tu ndo natakiwa kulipa. Usijali. Tuombe Mungu atujalie kipenzi changu. Msikilizaji, hao ulikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na Monica wakiwa pale kitandani. Ilipofika majira ya saa 1, Ramso alioga na kuelekea makumbusho kwenye majukumu yake ya kazi. Alipofika tu akakutana Jordan akiwa tayari amefungua ofisi. Asubuhi hiyo story zilikuwa nyingi sana kati ya marafiki hao wawili. Jordan alionyesha kumsifia sana Ramso kwa kufanikiwa kulala na Monica. Kama ujuavyo marafiki wa kiume nini wanapokutana. Sasa Jordan akasema ya kwamba sema nini mwanangu, umetisha sana kupiga ile pisi mwanangu. Unajua mwanaume kucheza mechi ugenini kuna raha yake mzee, Yaani ukacheze mechi kwenye geto la binti, kuna raha kinoma. Kwa hiyo leo mwanangu tena vipi, unaenda kulala ama? Naenda mzee. Sio nishakuwa fadhau stari hivyo. Umetisha sana mwanangu. Sema kuwa makini maana mademu wengine jao sana. Asije akawa na bwana wake anayemlipia kodi hapo afu baadaye ikaja kukusababishia zongo. Ni kweli mwanangu, hilo naelewa. Lakini Monica namwamini sana japo sijamjua kiundani. Naamini kabisa hana mshikaji yote zaidi yangu. Basi poa mwanangu. Ila ile jana alipokuja Juju na yule rafiki yake mwanangu, nilimind kinoma mwanangu. Kikweli nilitaka nafasi ya kumgusa mwili nini yule dem. Then nianguke swaga kabisa nini. Si unajua tena. Nilikuona mzee, nilikuona katoka nje kwa hasira baada ya dem kukataa kuhudumiwa na wewe. Mwanangu. Alinishtukia nataka kumtongoza, ndio maana akakuchagua wewe mpole. Kwa vipi, ulitaka kumtongoza kweli ama? Alafu wewe ulisema mteja hatongozwi. Istoshe sio level zetu. Wao wana watu wao. Sasa nakwaje? Mwanangu imani ilinishinda mwanangu. Maana yule mteja ni kisu kinoma. Alafu kingine, mimi sijasema sio kwamba eti wateja wetu sio level zetu, bali nilikwambia wewe sio level zako kaka. Unajua wewe bado haujajipata bado hujajipata kimaisha. Kwa hiyo uwezi kugaramia mademu wa level za juu. Mimi kidogo nimejipata, maana si nina ofisi na naishi kwenye chumba changu.
Kaka yao sasa Masimango sasa mwanangu. No, sio Masimango mzee, bali mimi nakuchana ukweli mwanangu ili upate hata mizuka ya kupambania maisha yako. Unajua tena ninja. Da. Basi po mwanangu tuache hayo kwanza. Tujadili hili deni la Monica. Deni gani tena? Asi nilikwambia Monica amenikopesha 30,000 nikamtumia bi mkubwa kwa ajili ya matibabu kule hospitali. Nishasahau kaka. Kwa hiyo anataka alini hiyo pesa? Kesho ukishukutwa tu anatakiwa aipate maana anataka kulipa kodi. Sasa hiki kipengele kingine mzee. Sijui hapa itakuaje maana hata kule getu penyewe kesho yani jioni natakiwa kulipa kodi alafu sasa pesa sielewi mwanangu mpaka sasa hivi yani. Sijui itakuaje sasa. Sema nini mwanangu? Kuna namna unajifelisha sana Ramzi. Ujue Mungu anakuletea bahati za kutosha mwanangu kimaisha. Ila wewe unazipiga teke. Hivi unajua kwa nini umefukuzwa kule studio? Ya najua. Ila kama kuna sababu nyingine unayojua wewe unaweza kuniambia. Ramzi sikia mwanangu. Wewe umefukuzwa kisa una pesa. Ila sio kwamba hujui kuimba. Bora kuna wasanii wengi wanaenda studio na nyimbo mbaya hata yani ukisikiza nyimbo unasema sasa kuna haja ya kukaa chini na kuandika. Lakini mbona bado zinarekodiwa? Kifupi wewe una pesa, yani huna pesa. Ndio maana umefukuzwa. Watu wanaenda kule studio wanaimba tu na ngoma inaenda. Mimi kama rafiki yako, mimi nataka kushauri mwanangu kwa mara nyingine. Bado hujachelewa kwa Madam Joy. Maana jana usiku mwanangu alinitafuta na kukuulizia tena. Hebu mkubalie Madam Joy mwanangu kisha vuna pesa uingie studio, Pale ufuati mapenzi kaka, unafuata kazi kaka. Mapenzi utafanya kwa Monica ila kwa Madam Joy pale kafanye kazi ninja, Ile ni kazi kama kazi nyingine mwanangu. Kuna vijana wenzetu wanaishi mwanangu maisha ya kifahari kupitia ile kazi ujue. Kabla Ramso haja mjibu Jordan, mwito wa simu ukasikika kutoka kwenye mfuko wake wa suruali. Ramso alitoa simu mfukoni kisha akatazama kwenye kioo na kuona namba mdogo wake. Hafidhi ndo alikuwa anapiga. Hakutumia hata sekunde moja kufikiria, hivyo akapokea simu na kutega sikioni. Oya dogo. Yes bro, shikamoo. Marhaba, vipi hali ya mama ipoje? Na nyewe wote mnaendeleaje kwa jumla? Huko tu jambo ila mama anataka kuongea na wewe. Anataka kuongea na mimi? Sasa naanzia wapi mdogo wangu wakati unajua kabisa niliondoka home bila kuaga, Kwa nini uliambia kwamba mimi ndo nimekutumia pesa za matibabu? Ilibidi nifanye hivyo bro, maana kabla Hafidh hajamaliza kuzungumza, Ramso akasikia sauti ya mtu mwingine ikimuita jina lake. Ramso mwanangu. Ni sauti ya mama mzazi wa Ramso ndio ilisikika kwenye simu kwa maana mama alimpokonya simu Hafidh ili azungumze na Ramso. Ramso aliposikia sauti ya mama yake akaganda kidogo kusikilizia maana alimisi kweli kweli. Kumbe tangu alipofika mjini hakuwahi kabisa kuwasiliana na wazazi wake kutokana na kitendo cha kuondoka bila kuaga. Halo mwanangu. Mama aliita kwa mara ya pili baada ya kuona mwanae haongei chochote. Na mama. Hujambo mwanangu? Jambo mama, shikamoo. Marahaba. Vipi hali yako baba, ipoje? Mimi nipo salama kabisa mamangu, sijui wewe pamoja na afya yako mama. Mimi naendelea vizuri mwanangu, namshukuru Mungu. Na asante sana mwanangu kwa kutuma pesa ya matibabu. Tangu siku ile ulipoondoka tulipata sana wasiwasi mimi na baba yako, Na ukweli ni kwamba hatukufurahishwa na kitendo ulichokifanya. Lakini hilo alikufanya tuache kukuombea mema na kukutakia baraka kijana wetu. Kwa hiyo tulijua hizo ni akili za ujana tu ndo zimekuamsha na kukupeleka kwenye miji ya watu. Lakini kwa kuwa umeamua kutafuta riziki yako huko mjini, basi endelea kutafuta kwa bidii na maarifa huku ukiendelea kukumbuka nyumbani ulipotoka, Na siku zote anayekumbuka alipotoka kama hawezi kupotea njia. Katu abadan usidiriki kupitia njia ya mkato ili kupata mafanikio mwanangu. Usitangulize tamaa mwanangu kwenye utafutaji wako. Tafuta pesa kwa jasho lako, ili ukizipata uwe na uhuru wa kuzitumia kwa jasho lako halali mwanangu. Kwa hiyo mimi nakutakia tu baraka njema mwanangu. Yangu ni hayo tu. Huyu hapa baba yako, ongea naye. Ramzi mwanangu. Naam baba, shikamoo mzee wangu. Marhaba mwanangu. Vipi kunaeleweka kweli huko mjini? Ya mdogo hivyo tu tutafika mzee wangu. Okay. Kaza buti kijana wangu. Kaza kabisa, endelea kupambana, ila ukiona mashambulizi ni mengi upande wako basi rudi nyumbani bwana huku. Huku nyumbani haujaua mwanangu. Kwa hiyo ishi kwa kanuni zile nilizokuwa nakwambia siku zote. Kwanza kabisa pesa haitafutwi mfukoni kwa mtu
Kwa hiyo tafuta kwa jasho na ukiipata iheshimu. Na nakukumbusha pia mwanangu, kuwa mwepesi wa kukubali ukweli hata kama unaumiza. Kwa hiyo mimi naomba huko mjini usihangaike kumtafuta yule mtoto wa mzee Hamisi, yani nani yule Shani yule, yes, kwa sababu tayari alishakusaliti na ni mke wa mtu. Mwanangu, kanuni ni ile ile. Ukipendwa basi wewe mpende mara 2 zaidi yake, ili akija kukusaliti aumie zaidi yako. Siku ambayo atagundua ulimpenda bila masharti wala mipaka. Kwa hiyo kijana wangu, kaza moyo kijana wangu, na usikubali changamoto zikukatishe tamaa. Endapo utakutana na mahali pana changamoto nyingi, basi ujue riziki yako ipo hapo hapo. Kwa hiyo komaa hapo hapo mpaka kieleweke mwanangu. Kuzaliwa kwako maskini ni kosa langu mimi baba yako, lakini ukifa maskini ni kosa lako mwenyewe. Sisi wazazi tunakutakia mapambano mema kijana wetu. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Sisi tunashukuru kukusikia huko mzima wa afya. Mpaka kufikia hapo mawasiliano yakafikia tamati. Ramso alijikuta anapata nguvu kubwa na akili mpya kuendelea kupambana. Ni rasmi sasa, aliziona dua za wazazi zipo pamoja na yeye kila hatua atakayokanyaga. Baada ya kumalizana na wazazi, akamgeukia sasa Jordan ambaye bado hakumalizana naye kwenye maongezi. Rams, kwa vipi sasa ni kuhusu Madam Joy? Kwani shida yake kubwa ni ipi kwangu? Yule anataka mapenzi tu, sio kitu kingine. Kwani mwanangu, wewe huwezi kumpatia mapenzi? Wewe si mwanaume kama mimi. Kwani usipige mzee ukachukua hizo pesa? Tatizo sina vigezo anavyovitaka yeye. Sikia mwanangu, mwambie kwamba mimi simtaki na sina shida ya pesa zake. Kama huwezi kumwambia, basi nipe namba yake ya simu au mpatie namba yangu ya simu ili nimchane makavu. Poa mwamba, mimi nitakupa namba yake, hata nitampatia mimi namba yako atakutafuta. Ya fresh hapo. Mpatie leo ili niweze kumalizana naye kabisa. Naam, baada ya siku 4 kupita. Jordan, sasa mimi nafanyaje hapo rafiki yangu ili kuweza kumsaidia Moni? Maana unajua juzi ndo alitakiwa kulipa kodi. Alafu hela yake nilikopa mimi. Unadhani demo ananichukuliaje mwanangu mpaka muda sijamlipa pesa yake mwanangu? Ramzi, sikia mwanangu. Hapo cha kufanya, ongea na shemeji, sawa? Amwambie baba mwenye nyumba wake huyo ampatie wiki moja. Tutampatia pesa yake. Pesa hizi siku 2-3 hizi mimi nataka nikalipie kodi pale ghetto mwanangu. Maana mama mwenye nyumba anachonga sana mwanangu. Wewe ombe shemeji kwa siku 2 hizi, hauna hela. Msikilizaji, hao walikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na Jordan wakiwa kwenye kibanda chao cha kazi Makumbusho. Sasa muda huo ilikuwa ni yapata majira ya saa 10 jioni juu ya alama. Lile deni la Ramso kwa Monica lilionekana kuota mbawa. Wakati Ramso na Jordan wakijadili kuhusu deni la Monica, ghafla simu ya Ramso iliita. Alipotazama namba mpigaji akajikuta anashtuka. Ni mwanadada Najma ndo alikuwa anapiga simu. Tangu ile siku walipopeana namba za simu, hakuna mtu aliyewahi kumtafuta mwenzake. Ramso akapokea. Hey, Ramso. Yes, niambie. Upo ofisini? Yeah. Sorry, unaweza kupata nafasi tukaonana sasa hivi? Yeah, inawezekana. Wewe upo wapi kwani? Nipo pa TV. Njoo ile sehemu tuliyokutana kwa mara ya kwanza kabisa. Utanikuta hapo. Chukua bodaboda tu, nitakuja kulipia. Okay, basi poa, nakuja sasa hivi tu. Baada ya mawasiliano katika, Ramso akamwaga Jordan juu bila tu kumwambia, yani bila hata kumwambia kwamba anaenda wapi na anaenda kutana nani. Alimwaga tu juu. Si anaelewa kwamba Jordan alikuwa anamtaka vipi Najma. Basi Jordan akabaki na mshangao, maana hakupata hata sekunde ya kumhoji Ramso. Baada ya Ramso kutoka tu pale ofisini, Monica naye akaingia. Mambo, rafiki yako yuko wapi? Kiukweli sijui ameenda wapi, ila ametoka tu ghafla mdau, nadhani nimepishana. Vipi shemeji yangu, mbona kama upo sawa leo? Yaani nadaiwa kodi ya watu jamani, yani napigiwa simu kila muda. Hapa tu nimeambiwa ikifika saa 11 kama sijatuma pesa basi vitu vyangu vitatolewa nje. Tangu juzi naona rafiki yako ananizungusha tu wakati alikopa pesa yangu. Pole sana Shem. Unajua Ramso hana hela, ila anashindwa tu kuambia. Kwani unadaiwa kiasi gani Shem? 90,000 ndo nadaiwa, na hapa na 60,000 tu. Afu mbaya zaidi, mwenye nyumba anataka pesa kamili. Kumbe ni pesa ndogo hivyo.
Subiri kwanza. Basi Jordan akachumua wallet mfukoni, kisha akatoa noti 4 za shilingi 10,000 na akampatia Monica. Monica hakutumia hata sekunde kufikiria namna ambavyo ametendewa hivyo. So akachukua ile pesa. Sasa sikia Moni, hiyo 30 utaongezea hapo kwenye kodi, sawa? Alafu 10,000 inayobakia utanunua chips aini na kidari, bila kusahau Pepsi baridi pembeni nini. Wewe ni mtoto mzuri sana Monica, haustahili kabisa shida ndogo ndogo. Naomba ufanye serious, mwambie Ramso kama mimi nikupatia pesa ya kodi. Asante sana Shema, asante. Mimi siwezi kumwambia chochote. Monica aliaga na kuondoka huku akisindikizwa na Jordan kwa macho matamanio. Sasa upande wa pili, ndio maisha ya mahusiano msikilizaji. Upande wa pili, Ramso alishushwa na bodaboda maeneo ya ITV ambako alikutanaga na Najima siku ya kwanza kabisa. Alilikuta gari la Najima limepaki pembezoni mwa barabara, hivyo akalisogelea kwa kuwa alishapewa maelekezo. Baada ya kulifikia, alifunguliwa mlango na kuzama ndani ya gari ambako kulikuwa na Najima peke yake. Vipi, nimechelewa? No, hata hujachelewa. Okay. Sawa, nimekuja kuitikia wito, kwa hiyo niambie kinachojiri ili niwahi kurudi katika majukumu yangu. Okay. Nimekuita kwa sababu nahitaji msaada wako Ramso. Msaada gani unahitaji kutoka kwangu Najima? Ramso, kama nilivyojitambulisha hapo awali, mimi naitwa Najima Kasim. Ni mtoto kutoka katika familia ya kitajiri. Wazazi wangu wanafanya biashara mashuhuri hapa nchini. Mimi pia ni msomi. Nina masters ya biashara kutoka chuo kikuu cha Istanbul, Uturuki. Naomba usinielewe vibaya Ramso. Naomba tu nielewe Ramso kwamba haya ninayokuelezea sikuelezi kwa lengo la kujisifia ili ujue labda mimi nipo matawi ya juu, ila nakueleza hivi kwa sababu ya jambo ambalo nataka unisaidie. Kabla sijaenda kwenye pointi ya msingi, naomba na wewe nikujue kwa undani zaidi. Je, unaweza kunipatia utambulisho wako kwa ufupi? Naweza. Ramso alijikuta anajibu kwa kigumizi, maana ile status ya Najima ilikuwa nzito sana kwenye masikio yake. Kimya kidogo kikatawala huku Ramso akihisi ganzi mdomoni kuelezea kwa ufupi status ya maisha yake, maana ilikuwa dhoofu mno mbele ya Najima. Mwisho kabisa akaona siyo tabu. Akaamua kujielezea, maana hakuna kitu kitakachobadilika hata akiamua kuficha. Mwanaume aliamua kujielezea uhalisia wake bila kujali kudhalilika, maana alishahisi kuna fursa ya kazi huenda akaipata. Ni kwamba mimi naitwa Ramso Ramadhani, natokea katika moja ya familia maskini huko kijijini Mtwara. Sikubahatika kuwa na kipaji cha kuelewa darasani, hivyo nilishia kidato cha 4. Kipaji pekee ambacho Mwenyezi Mungu amenipatia ni kuimba muziki. Muziki ndio kitu pekee ninachokipenda tangu nikiwa shule, na huenda kilichangia kwa asilimia kubwa sana nikawa mzembe kwenye masomo. Huyo ndio mimi Najima. Sawa, nashukuru kwa kukufahamu kwa uchache. Ramso, kuna kitu naomba unisaidie kwa mara nyingine kama ulivyowahi kunisaidia ile siku. Huu msaada wa sasa nitakulipa kiasi chochote cha fedha utakachohitaji wewe. Nakuamini sana Ramso, ndio maana nimeamua kukutafuta wewe na sio mtu mwingine. Sawa. Hebu twende kwenye pointi ya msingi kwanza, maana naona unazunguka tu Najima. Ni msaada gani huo unahitaji kutoka kwangu? Okay. Ni hivi Ramso, wazazi wangu wananilazimisha kuolewa na mwanaume nisiyempenda. Sasa kitu pekee kinachoweza kuniepusha na hiyo ndoa ni mimi kumtambulisha mwanaume ninayempenda kwa wazazi wangu. Kwa sasa mtu pekee anayeweza kunisaidia ni wewe Ramso. Naomba uigize kama mchumba wangu, then nikakutambulisha kwa wazazi ili niweze kuepuka kuolewa na mtu nisiyempenda. Hapa tunacheza mchezo wa kuigiza tu, kwa hiyo haitoathiri mahusiano yako ya sasa. Msikilizaji, Ramso alihisi mtetemo, kitetelezo, vibration. Mwili wote ni kama umepata ganzi ya ghafla na mapigo ya moyo yakaongezeka zaidi. Sasa msikilizaji, Ramso atajibu nini kufuatia ombi la mtoto wa kike mrembo sana Najima la kuigiza mapenzi? Kuigiza mapenzi huko kuna wakati mtalala chumba kimoja. Atajibu nini?
Nini hatima ya penzi la Ramso na Monica? Ndio kwanza wana siku chache tu wametoka kubinuana vya kutosha, na penzi lao liko shata yente kama dragoni wa. Nini hatima ya ndoa ya Shani na Shabani? Shebi inaonekana kitandani hana muda. Yeye anamwambia mke wake ya kwamba wewe, kwani shida nini? Pesa unapata. Sasa Shani ni kama ndio sio kama aliamua kuchagua wali nyama vitani. Sasa show anakutana nayo. Mwanaume hana time na tendo la ndoa. Na anamwambia mwanamke wake, kwani shida nini? Wewe unapata hela ama unahangaika nini sasa? Shani yupo kwenye stress. Sasa msikilizaji, hapa tuna kama vitu vitatu vya kujiuliza tutakapokuja kutana sehemu inayofuatia, kwamba je, Ramso atamjibu nini? Atajibu nini kwa Najma kufuatia ombi la kuigiza kuwa wapenzi? Na nini hatima penzi la Ramso na Monica, kwa sababu tayari tumeshaona Jordan ni kama ameanza kuingia huku pewa hela. Hakuna kitu cha mwanaume kinachotoka hivi. Je, Monica atajikuta amedate na shemeji yake ama itakuwaje? Na Monica atakubali taarifa ya Ramso kuwa kwenye mapenzi ya kuigiza na Najma, kwa sababu Najma imemwambia kwamba usijali, haitaathiri mapenzi yako. Ramso atasema kwamba na mpenzi? Ramso atasema nipo kwenye mahusiano? Atakubali Na je, hatima ya ndoa ya Shani na Shabani? Msikilizaji, nakushukuru sana, na nikwambie tu mtayarishaji wa hii simulizi ni Silent Killer Harry D'Souza, na mimi niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. Tukutane sehemu inayofuata tufahamu utamu zaidi wa hii simulizi ya Ramso. God be with you till we meet again. Bye bye.